Kwa mwanangu mimi nikivaa nguo za kike kama umeneka kwenye friji, sijifeel comfortable kabisa mwanangu. Nguo za kike. Na mwanaume sasa sina hisia naye kabisa. Oya mwanangu mimi nina gazi. Yaani mwanaume mimi namuona kama mwanangu. Yaani kwenye masuala ya mapenzi. Umemwona sana tuseme kama dogo yule. Analawitiwa ndo mimi kwenye kufanya mapenzi na mwanaume. Najisikia vile, najisikia kama nanyanyaswa mwanangu kutoka ndani. Yaani unakuwa kama umebakwa. Bora hata kubakwa, yaani nimelawitiwa. Kubakwa si kawaida. Kulawitiwa, yaani unajua mwanangu ukisikia mtoto kalawitiwa manake si unaelewa kaingiliwa kinyume. Okay, mambo vipi mwanangu? Najua hatujaonana almost mpaka mida hii ni wiki 4 tangu nilipoposti ile video ya yule mke wa mtu kwa mume wa mtu kumpa ujauzito mpangaji mwenzake. Sasa kuna kisa fulani ambacho leo kimenileta huku nilipo napaita Temeke. Na jambo lililonileta huku, kuna siku nilikuwa live TikTok. Nadhani ilikuwa ni weekend na ilikuwa ni mapema sana. Kama sio asubuhi hivi basi ni mchana fulani. Aliweza kuja nyumbani kwangu Ndota pamoja na tunamuita sisi ndio tuseme mshikaji, wanapenda kuitwa hivyo, yani familia. Sasa baadaye mimi nilipokuja kumcheki nilishafahamu huyu ni mtu gani, yani namaanisha kwa Ndota aliweza kufika na mtu ambaye ni tomboy. Nadhani watu wote tunafahamu tomboy ni nini. Tomboy ni mwanamke ambaye anapenda kuact au kuishi maisha kama ya wanaume kwa kujiweka katika mionekano ya kiume au kuvaa nguo kama mwanaume. So alikuja na yule binti kwa mavazi aliyokuwa amevaa, nikamdefine kama tomboy. Lakini nilipata wasaa pale bwana, tulipiga story kidogo, tulicheka. Baadaye bwana akanipa kisa kimoja. Kisa gani? Akasema ya kuwa yeye amegombana na mwanamke wake. Unajua nilikuwa so excited. What? Ananiambia mimi na mwanamke wangu kwa bahati mbaya tumegombana na kwa sasa mimi naishi peke yangu. Nikamwambia mwanamke wako anaishi wapi? Akanipa kisa chake walivyoanza mahusiano na huyo mwanamke wake. Nikaona ili tukio katika jamii ni watu wengi sana limewatokea, wengi mno. So nikaamua kufunga safari kutoka nyumbani kwangu mpaka huku Temeke anapoishi huyo mtu. Sasa tunaenda kuzungumza naye na tunaenda kusikia, yani nina maswali mengi ya kumuuliza katika hili. Lakini mimi napewa nguvu na ndugu zetu wa Barcelona Hoteli. Bwana, kama unahitaji wanasema hoteli ya kisasa, hoteli yenye muonekano mzuri, hakikisha unafika ndani ya Barcelona Hoteli iliyopo Goba. Wapigie kwa namba hizo hapo ambazo unaziona kwenye screen. Wanapokea muda wote masaa 24. Huku nilipo nimeshawasiliana naye. Yeye yuko mitaa ile pale. So hapa tumetoka mbali mpaka kufika hapa, na tumetoka huku. Cheki. Umeona hapo wenyewe? Wewe unaona mtaa ulivyopoa, ulivyokuwa akili. Yaani huku ni ndani wala sio nje. So tumetoka mbali mpaka kufika hapa na tumepata nafasi ya kujua anapoishi. So tunaenda kuzungumza. Mimi kuna vitu ambavyo leo nataka nijaribu kwenda kuulizia, nijaribu kwenda kujua. Natamani leo nikapate elimu kuhusu matomboy. Unajua matomboy wapo wengi mjini. Tomboy, kwa nini kuna namna fulani mtu akisikia kitu kinachoitwa tomboy, kuna namna fulani hivi anajichukulia kama yani mwanamke tomboy unamchukuliaje? Au wewe mwanaume kwa upande wako, wewe tomboy unamchukulia ni mtu aina gani? Unatamani kujua maisha ya matomboy? Unatamani? Basi twende sasa hivi mimi nikakuoneshe, kwa sababu tutaenda kuzungumza vitu vingi. Mwanangu nilisema ameshanionyesha huyu hapa. Nilikuwa nafungua kule, si unajua? Vipi? Shwari. Migwani. Kama kaa. Baridi? Nimefurahi kukuona. Karibu. Asante. Kwa hiyo umechagua tukae sehemu hii tuzungumze, si ndio? Hapa naona ndo tumekaa mwenyewe. Maskani kwako wapi? Maskani yangu iko hapo mbele tu, lakini hapa ndo ninapoishi. Sawa. Sasa mimi bwana, mimi nataka tupige story hapa. Wewe ni kitu gani sawa? Hapo utakaa lakini mtu akijua.
We, mimi nakishua. Sasa hii. Yaani unaniona mkanda nje unachanganikiwa. Mimi naficha umaskini mwenzako, mimi sielewi. Si unajua mimi muuza mchele. Sasa hapa tufanye hivi. Mimi naweza nikapoa hapa au vipi? Alafu wewe ukapoa hapa. Hapa baridi. Sasa hapa sijui director atakuwa anatuona fresh au ni vipi? Unaona mwanangu? Huyu bwana ndo director Meki. Nilikwambia mimi lazima nilishuti. Mbona kinyaa mwenzi? Wewe nini? Humu unaikaga nini? Mwanangu kuna nyembe huko. Mfungue hiyo. Asa unaona mapepe humu nyembe. Kuna nyembe na shilingi. Afu kuna line. Hii nyembe ananilii tu kwa ajili ya nini? Mazingira fulani, tunajua sisi tunapokaa vichochoro vingi huko. Unajua nini? Subiri. Unajua mimi bwana, kwanza kama nilivyokuomba, nilikwambia bwana mimi nataka tupige story mimi na wewe. Na leo tuzungumze vitu, jisikie huru, jisikie amani. Sijui unaelewa ndugu yangu, jisikie amani. Sawa. Huu wembe wa nini? Naomba niushike. Uwembe unajua mwanangu, mimi nakwambia ukweli wa Mungu, uwembe ni wa nini? Uwembe kwa ajili ya maanili. Umeshafunguliwa? Ulinzi wangu mwenyewe mpya kabisa. Si hamna mtu aliyotokea yoyote. Yaani ni kwa ajili ya ulinzi, yaani ikitokea ile vurugu afu muda sielewi wala nini. Mtu kanishikia silaha labda au kanigumia sehemu ambako sielewi kaniletea ile hizo kwenye kunigumia pale. Amenilaza chini nini na nini. Mimi kumbe kuna nyembe. Mimi nikimfanya tu hivi baadaye nasikia maumivu, mimi huyo naingia mwanangu. Si unajua time moja inabidi wewe kumbe hiyo silaha. Hii ni silaha yako wewe ya kujinanili, ya kujizibiti. Mfano sasa ndio limetokea, unaifungua haraka ama unaifanyaje? Au kuna namna hivi nakata. Inafanyaje? Sasa hapo ndio umeshanidhibiti taratibu. Sawa. Twende. Hapo umeshanidhibiti chini. Maana hiyo si ipo kwenye karatasi? Kama ipo kwenye karatasi hiyo inawezaje kumzuru mtu? Inawezaje kumzuru mtu? Asa wewe uko serious, wewe unataka unizuru mimi, yani una focus na mimi sawa? Afu mimi na focus na wembe kufungua. Wakati tuna focus na mimi na focus na wembe afu naondoka. Okay, kwa hiyo unamaanisha kuwa mtu lazima lazima uchane utoe. Fanya hivi tu dakika 2 umekaa hivi nini sasa? Sawa. Basi, urudishe wembe wako. Mimi siwezi kukuzuru bwana. Sawa. Na kwa ajili ya kukatakata kucha, sinaona mimi sina kucha. Kwa nini una kucha? Mimi sipendi uchafu. Naona kucha uchafu. Au si? Kufuga kucha uchafu. Mimi naona nikikaa hivi ndo nakaa smart, si unajua. Japokuwa sio nini lakini mimi smart, sio msela. Sio nini, sio bisho lakini. Subiri kwanza. Kwani kati ya bisho na msela, wewe ni msela au wewe ni bisho? Mimi msela mwanangu. Msela anakuwa na vigezo vipi? Msela kwanza anakuwa amenyooka, si unaelewa? Afu anapiga mishe zake, anatafuta hela yake halali. Afuatilie mtu na apendi kufuatiliwa, anaishi maisha yake ambayo anaamini yeye kwa itikeli zake yeye mwenyewe. Si unaelewa mwanangu? Hao wanaokaba ni manini? Ndio masela. Kwa kuna masela na masela mavi. Masela mavi wanakuaje? Masela mavi sasa ndio machoko anakabakaba, mara wasijui anaonyesha mibisu hadharani, mara sijui analeta fujo. Yaani wale ambao hawapendi kutulia. Yaani kitu kidogo tu ameguswa kidogo, huyo hapo kaachia, huyo hapo kashika kisu, huyo hapo kapasua chupa. Si unajua zile apenda zile hizo. Ndio msela mavi ninavyomjua mimi. Kwa hiyo yote anayekaba yeye ni msela mavi. Oya wewe. Huo usela mavi. Msela mavi unakaba. Acha usela mavi wewe. Tafuta hela. Minjiksi. Hiyo ndo nini? Hii hapa 44 namba yangu. 44. 44. 44 ni namba gani kwako? Ina maana gani? Ina maana gani? Ni 44. 4 kila kitu. Maana 4 inatumika kila sehemu. Sumona. Kwenye tasa hakuna 4. Kwenye nini? Kwenye namba tasa. Kwenye namba tasa mna. Tasa kuna 1, kuna 3, kuna 7, kuna 4 ni kama kitu ambacho 4 inaganyika kwa 2, hiyo ni shufa. Yaani 4, yaani mimi nilivyomaanisha mimi 4, yaani 44. Unaona unavyosema 44. Inamaanisha nini?
we 4 tu. Kuna ile nasikiaga we 4 tu. Wanakuwa na maana gani? Mbona kama 4 inaonekana kama ya kinyonge? Hujai kusikia watu wasema we vipi, kumbe wewe unajikuta kavu, we 4 tu. Sasa mimi ndo nimemaanisha hivyo hivyo. Wewe 4. Mimi 4 yani kwamba nini? Mimi napenda kuonekana hivyo hivyo 4. Sipendi yani kujitukuza mbele za watu. Napenda kuonekana 4 kila sehemu. Unajua ukijifanya mjinga utajua watu wanakuchukuliaje, watu wote wale. Na ukiwa mjinga ni kujifanya mjinga, unaishi popote. Wewe unataka kuniambia ni kwamba katika cycle yako kuna watu wanakuona wewe mjinga? Yani na unaishi nao fresh afu baridi. Afu mimi ndo ninavyopenda. Unawasalimia baridi, nachika nao afu nakula nao vile vile. Lakini unajua kabisa kuwa sasa naona mimi mnyonge na nichukulele. Ndio hivyo wanachukua. Afu mimi mwenyewe ndo ninapenda. Sawa. Wewe una umri gani? Miaka 21. 21? Una talenti gani labda? Mimi hapa. Kitu gani labda unaamini kuwa hiyo bwana wewe ndo talenti yako? Yaani kama mimi talenti yangu ni kuja kuwa mwigizaji wa movie nini, kutengeneza content hatari. Wewe talenti yako ni nini? Mwanangu mimi talenti yangu mimi napenda nanili sana muziki. Kwa mimi napenda. Unapenda nini? Muziki. Ndio talenti yako? So talenti yangu mimi ndo napenda muziki. Yaani mimi napenda muziki. Sawa. Unajua kuimba? Sijui kuimba wala sijui kucheza, ila napenda muziki. Kusikiliza. Mimi ninavyopenda kusikiliza na kuupangilia yani. Wewe DJ? Kitu kama hicho. Kwa hiyo ukisikia ngoma hivi unakuwa unapangilia nyimbo inayofanana nayo kwenye akili lakini kabisa. Okay, katika maisha yako labda umegundua nini style yako? Style yangu mimi mwanangu mimi napenda sana kulala. Lakini wewe mgwani unalala? Yani ule muda wa kulala napenda kulala. Unalalaga saa ngapi? Mimi nalala saa 4, saa 5. Yani nategemea na siku yenyewe, muda mwingine nalala saa 8, yani nategemea na mishi yangu nimepiga saa ngapi. Hivyo. Kwa hiyo umegundua style yako ni kulala. Kabisa mwanangu. Sasa mtu ambaye unajua sisi kwetu, kwa sisi wagwani kulala fedhea, unajua. Kulala lazima ulale kwa sababu si binadamu. Sawa, lakini hata kama ndo kulala lazima ulale, yani ndio inakuwaje style yako? Hapana. Unakunywa pombe labda? Situmii. Ndio napenda muziki. Napenda wa muziki mwanangu mimi naupenda kuliko unavyozani, lakini sijui kuimba wala kucheza. Yale pangilia na hizo. Yale mambo yetu. Mambo gani? Mambo gani? Vipi mzee? Juisi atende. Vitu vyetu. Yao. Bombo kat kwa sana tunaelewa tena. Familia. Ile mwanangu. Yaani mimi ukinikata tu hata Harmonize yenyewe anaiga. Haki ya Mungu. Sawa. Moja ya kitu ambacho kimenileta huku mwanangu, nadhani ushakifahamu. Siku hiyo ulivyokuja na Ndota pale, wakati tupo live, kuna kitu fulani hivi ambacho uliniambia, unajua mimi binafsi nikaona nikajikuta natamani watu wafahamu kile kisa, na nimekuomba sana kile kitu tukifanya. Nadhani unalifahamu. Nakijua bro. Kwanza mpenzi wako vipi? Anaendeleaje? Mwanangu tena usinikumbushe masuala ya mapenzi mwanangu. Ananitiaga adhabu. Subiri, upendi mapenzi? Ananitiaga adhabu. Mimi ndo napenda sasa. Tuongee kweli. Upendi mapenzi? Mimi mapenzi ashaninania. No, mapenzi sawa imefika dharau. Wewe unayapenda mapenzi au upendi mapenzi? Mapenzi mimi nayapenda, nilikuwa nayapenda, lakini yalichonifanya mapenzi matamu au sio matamu? Bange tamu kuliko mapenzi. Okay, sawa. Sasa kwa nini unateseka na mapenzi? Mwanangu no. Wewe unanijua mimi ni mtu ambaye waga na yatibu. Au yani mimi nakwambia ukweli, kupitia mimi ili swali linaweza likaenda likawa unyama. Mchumba akarudi. Lakini hapa inabidi tupige story mimi na wewe. Sasa katika hizi story mimi nakuomba sana
yani usipandishe tempa, ni story tu zetu tunapiga, una relax, si unajua tunataka kuzungumza. Kwanza huku unaishi na nani? Mimi niko tu maskani mwenyewe. Unaishi na washikaji? Wa kiume wa kike? Kama mimi tu hivi. Hivi wewe kwani nyie huaga mpendani? Sisi kwa sisi. Au wewe mfano ukimkuta mtu ana jamii kama yako mkikaa geto hamwezi kufanya chochote? Zarawa. Sasa mimi namuona kama msela wangu, siwezi. Mimi napenda mtu mzuri. Mimi sipendi kumuona mtu kavaa kisela tena mimi ndo nimpende. Ya Mungu. Kweli. Kwa nini unataka kuniambia mnaweza mkaishi geto lakini kila mtu ana demu wake nje? Fresh. Sasa unashangana. Yaani unataka kusema yani mfano mimi labda niwe na mwanaume mwenzangu yani kwa haiwezi kutokea huyu mwanangu. Si ndio? Sasa kwa upande wako mimi sijajua unachukuliaje maswala. Unajua kwa sababu kuna kitu fulani mimi natamani kujua. Yaani ni kwamba na nyie pia mnakuwa mna ile kuwa huyu msela mwenzangu bwana naanzaje kumgusa? Hiyo na yani mimi kwanza namuona tu kama msela, hata akinishika kwanza siwezi yani siwezi hata kufikiria yani kitu na yeye. Kwanza hata nikimwangalia namuona kama msela tu. Ila mimi nikiona watu wazuri ndo napaga. Wewe unapenda watoto weupe au weusi? Mwanangu rangi nyeupe inanichanganya. Watu weupe mimi nawapenda mimi. Unatokea mkoa gani? Mimi mwanangu mimi kwetu Kilimanjaro pale ndo kwetu kabisa. Na umesomea huko? Hamna, sijasoma huko. Nimesoma Korogwe, Tanga hiyo. Wewe umetoka Kilimanjaro ukaenda huko mapenzi yanapotengenezwa Tanga? Kule nimejifunza vitu vingi mwanangu. Huko Tanga? Mpaka sasa hivi yani kwanza kule ndo wamenifanya mimi hata watu wazuri wengi wananifagilia sana. Hebu nige hiyo siri. Na mimi nataka wanifagilie kwa watoto wazuri. Siri nini ya kuwafanya watoto wazuri wanifagilie? Hamna tu, sasa jinsi unavyowakoleza mwenyewe. Wewe unajikubali kwenye yengo hiyo wewe noma. Hatari. Yaani wewe unajisifia mwenyewe japokuwa unataka kujisifia. Kwa sababu najijua mimi. Na kwa upande wako sasa ndio tunarudi pale mapenzi matamu au mapenzi mabaya? Mapenzi matamu afu machungu kama alivyosema Alikiba. Chungu tamu chungu ila alichonifanya mwanangu mimi nimenywa rasta mwanangu kwa ajili ya demo afu. Ulikuwa na siku ile nakumbuka mlisema kuwa ulikuwa na rasta mengi sana. Nywele zangu mimi kwa mfano sema ni ile basi, ila ikipatikana nafasi tuchukue picha afu tuiweke tu yani waone. Nywele zangu zilikuwa nyingi mwanangu. Picha yako nitaipata wapi labda ili mimi pale kwenye director Miki akiwa na edit pale aipachike? Aipachike pale. Kwenye account yangu pia iko fresh. Basi utanipa jina la account yako. Haina noma. Hivi wazazi na wenyewe hapo huko Kilimanjaro au? Mimi mamangu yeye bado yupo na Kilimanjaro, babangu kafariki. Umelelewa na nani? Mimi nimelelewa na baba na mama na bibi mpaka anafikisha miaka 16 ndo baba akatuacha. Miaka 17 bibi akafariki, kwa tukabaki mimi mama hivyo. Na kwenu mko ngapi? Siko tuko wawili. Wewe ndo mkubwa mdogo? Mimi wa mwisho. Kuna dada au kaka mbeleni? Yupo dada tu. Na yeye yupo kama wewe au yeye ana mambo yake mengine kama wadada wengine? Leo na ana mwanae mmoja wa kiume. Mkubwa tu sasa hivi ana miaka kama 8 hivi. Kipindi ulivyokuwa mdogo labda ulishawahi kukutana na marafiki kipindi labda mkiwa wadogo ulishawahi kukutana na marafiki ambao wana michezo labda ya kuchezeana wao kwa wao? Mimi nilipokuwa mdogo mwanangu, mimi nilipokuwa mdogo inachekesha kidogo, inaweza kuwa funzo ili wazazi wawe makini labda na watoto wao ili wasije labda wakaharibika hivyo. Mimi nilipokuwa mdogo na miaka kama 9 mimi nilikuwa nalala na mamdogo zangu. Shoga yako mwenyewe ananitaka sasa. Mbona anakufanyia hivyo? Mimi sitaki, mimi sio vitu vyangu wanawake wenzangu. Sasa mbona anaanza hivi sana? Namba uende basi.
Lazima nimtetee mwanaume wake, najua alivyo. Mimi nimekaa hapa napajua sana mwanaume wake, najua alivyo. Shafahamu umempoteza huyo. Lazima hata anipoteze nini? Mimi mwenyewe nimejitambua. Mimi nimekutana naye juzi tu, tumekaa, nimemzoea, nimempenda, tunapiga story kawaida na discuss, lakini hajawahi kuna discuss story kama shai kudate na wewe. Pengine hiyo hawezi, kwa sababu sana najua alichokifanya. Kwa sababu ni ujinga. Ushakutana na marafiki ambao wana michezo labda ya kuchezeana wao kwa wao? Mimi nilipokuwa mdogo, mwanangu, mimi nilipokuwa mdogo nachekesha kidogo, inaweza kuwa funzo ili wazazi wawe makini labda na watoto wao, ili wasije wakaharibika hivyo. Mimi nilipokuwa mdogo na miaka kama 9, mimi nilikuwa nalala na mamdogo zangu. Kwa wale wote watatu mimi nishalala nao kimapenzi. Ulikuwa na miaka mingapi? Miaka 9. Unawakumbuka? Wapo mpaka sasa hivi. Nahisi hata na wao watakuwa washasahau, lakini mimi nilikuwa nakuwa kwa mimi ile memory haifutika. Hao walikuwa wanataka wao au wewe ndio uliwatongoza wao? Walitaka wao. Walikuwa ni michezo yao. Mimi nikilala wananiambia tucheze ile kimama na baba, lakini ndio ninakuwa baba, afu wananifundisha ile niwafanye nini hivyo. Hasa mimi ile ikawa inanikomaza, naenda nakuwa vile vile hivyo. Say noma Kwa mimi nimeanza nyumbani, nikatoka tena na no. Unajua nini? Tupige story mwanangu. Unajua nini? Wewe hapa unaenda kuwakomboa baadhi. Si unaelewa? Kuna wapo ambao utawakomboa. Na mimi nakuhakikishia tunatoka hapa mguu wangu, mguu wako mpaka kwa huyo mwanamke ambaye ameleta janganda. Sawa? Sawa. Baada ya kutoka hapo nyumbani kwa mdogo nini na nini ukaa umeelekea wapi? Pale baada pale kulikuwa na mtoto wa mdogo wangu, naye nilimbaruza. Mtoto wa mkubwa wangu nimembaruza na yeye. Walikuwa wasemi? Asa yeye hawezi kusema. Sasa mimi nimesema kwani? Si sasa hivi napiga tu story umbe. Walikuwa wanachezea kabisa na mpaka wanaridhika. Asa na wakolekeza wao nilikuwa nishakuwa tayari mkongwe hapo. Naelewa nachofanya. Kwa mimi ndo nawafuata na waelekeza. Wengine walikuwa wataka, lakini mazingira fulani na washawishi mimi hivyo, kwa sababu nishazoea hivyo. Ulivyotoka huko je? Nilipotoka hapo sasa nimeenda shule tena sekondari. Huko pia ukaa unafanya hayo tena au? Sasa nilipofika sekondari pale nimefika fresh. Mara kwanza nilikaa nikatulia, maana si ndo nimeanza kukua. Nilikuwa ndo naanza kukua. Nimekaa nimetulia fresh. Nimeenda nimefika form 2 pale. Kuna mdada alinikosha wewe. Nilimfagilia yule mdada, alikuwa form 3. Nikaendelea tena, nimetoka pale nikatoka na demo wa form 2 tena, nimetoka pale. Kwa hiyo dada wa form 3 ulidate naye? Fresh. Sasa hapo tayari nishakuwa ni kama najulikana kwamba mimi ni nani, kwamba na michezo gani. Kwa apingi. Kaanza kuwa mkali toka pale sasa. Baruza mtaani, nimekuja nimebaruza sana wa mama. Yaani mtaani nilipofika nikawa nishachoka watoto, nataka wa mama tu. Na baruza. Kumbe kuna wamama wanaishi na waume zao au? Wewe unataka kuniambia kuna wamama ambao wanaishi na wanaume zao alafu wanacheza hiyo michezo? Mwanangu unajua hapo unaniliwa. No, mimi sikuchori. Serious, very serious. Wewe niangalie machoni, niangalie machoni. Mimi nakuchora? Mimi sikuchori. Yaani hii mwanangu tunaifanya kitu kuwa clear. Na nakwambia itakuwa unyama. Kuna mtu atatokea kupitia hii video anaitazama sasa hivi. Atakusaidia. Nikisema nitakusaidia haijalishi sijui ni nini. Msaada ni msaada. Hata kama mtu akikupa hela akula ni msaada, kama umepewa buku. Ila na imani kuna mtu anatazama hii na atakusaidia. Wewe kuwa mwazi tu. Hiyo fresh. Wapo mbona wamama kibao tu wana michezo hiyo. Ana mume wake fresh afu anatoka na wanafanya hiyo michezo. Kwa hiyo unataka uniambia katika akili yako kwa haraka labda umepita na bebe ngapi labda kwa haraka? So nyingi sana, kwa sababu sio kwamba na miaka mingi nianze kuwadanganya watu kibao. Kwenye dadi hapo wengi
angalau wamezidi miaka yangu kidogo. 22 yani. 30 hivi 28. Watu umechapa. Nyamwe sana. Hapo nahesabia ambao nimelala nao, sio wale ambao nimedate nao akapeperuka. Au wakupeperuka wapo wengi. Kwa sababu sinipokuwa nakuwa na hapo, unajua sio kila mtu atakukubali. Mwingine anakuwa wewe chizi, unamwambia mambo gani? Mwingine ndio hivyo anakuelewa, anakuwa na yani hivyo. Changamoto kibao. Sio kwamba ndio ile inakuwa rahisi mimi kupata mpenzi, hapana. Hivyo. Hivi kwa unaweza ukakumbuka labda moja ya history ambayo labda siku labda ulishai kumchukua mwanamke ukampata demu ukaenda naye labda ghetto, ile reaction yake kwa siku ya kwanza inakuwaje? Na wewe unakuwa unamtreat, unaanzaje yani mpaka unaenda unamshawishi? Unaweza tukapiga story hiyo mimi na yeye? No, yani very serious. Au nikupe nini hapa haraka yake mradi tuweze ku au tunaweza tukapiga tu story hapa. Yaani ile siku ya kwanza unavyomwanza, kwa sababu lazima atakuwa anaogopa, si ndio? Sasa nataka utuambie hapa, labda mimi nitaanza hivi, nitamfanya hivi, nitamshika hivi, nitamtoa hivi, nitamweka hivi, nitamlaza hivi. Unajua, yani kidogo tu, yani nisaidie mimi, natamani kujua. Kwa sana nakuwa naelezea ile kwamba jinsi ninavyofanya sex au sijajua, ila wewe unapokuwa unamshawishi zaidi mpaka mwanamke na yeye apate zile hisia, aingie katika hiyo dunia ambayo wewe unakuwa unahitaji. Kwa sababu si dunia ya kipekee yako, lazima utumie ushawishi. Sasa pale wewe unaanzaga na plani, unaanzaje yani? Labda ndo umefika sasa, ndo mlangoni ndo unaingia ghetto. Unajua mwanangu, yani mapenzi kama yani ngoja nikwambie kitu. Yani mimi sijui wengine, ila kwa upande wangu mimi ninavyofanya mapenzi, sawa? Nafanya mapenzi kama mapenzi mengine yanavyofanyika. Hapana. Ila kinachotofautiana ni vitu labda tunavyotumia. Kwa mfano mimi situmia ni chochote cha bandia. Mimi ni mdomo wangu, mikono yangu na kiungo changu ambacho nimepewa na Mungu. Noma. Kwa unavyomwanza pale, mimi ndo siku ya kwanza nimemleta ghetto ni kama kawaida, tumeshakaa kula, labda tumepiga story, muda ishafika saa muda kulala pale. Kwenye kulala sasa pale mimi ndo nitaanza kumchokoza pale nini. Kwenye 1 na 2 mtoto anaitika, 1 na 2 mimi najua sehemu za kumshika mwanamke afu aitike, kwa sababu mwenyewe mwanamke sijui na ile. Kwa mimi najijua nishiko wapi ili nisikie. Kwa ndo maana mimi nawapatia sana. Sijui unaelewa? Kwa sababu sinajijua. Kwa mnaanza fresh kama wengine nini romance, na mkisi fresh, chuchu nazishika fresh na fresh kama mnavyojua na zinyonya. Mimi napenda. Unapenda nini? Kwenye mwili wa mwanamke unapenda nini? Napenda manyonya. Manyonya. Kwa mtoto akiwa na tindi hivi. Yaani liwe kubwa, liwe dogo, liwe sala. Mimi hapa mimi naitwa achuzi mwanangu. Achuzi maana yake nini? Yaani sijui kama ndio hivyo, lakini mimi ninavyoelewa mimi achuzi ni mtu fulani ambaye achagui, yaani baruza tu. Hata kwenye mipango ya kazi anabaruza, kwenye mipango ya mapenzi ya achagui. Anabaruza ni watoto awe bubu, awe kilema, awe mbivi, awe mama. Yumu. Anabaruza na ndio maana aitwa achuzi. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe ni achuzi? Mimi achuzi kwenye masuala ya manyonyo. Sasa hapo wenyewe kama mimi sijui kuyachezea lolote lile, mimi nalichezea na nasikia fresh yani. Na vipi mfano yeye akina yake kuchezea na yeye unakuwa unajisikia? Yaani mimi hapo mbona mimi atanichezea, lakini sijui nikwambie. Wewe furaha yako ni kumchezea yangu mwana. Yaani wewe furaha yako ni kumchezea au kuchezewa? Namchezea yeye, ndo napata hisia, kwa sababu mimi si ndo mwanaume kwenye anilia kwenye ile tukio, na kwa hiyo nabeba uhusika wa boy, japokuwa sio mwanaume, ila ndo naubeba ule uhusika. Kwa mimi ndo namwandaa demu mtoto mpaka anapiga kelele, anakojua sio anakojua nini, mikojo kabisa. Utamuuliza kikojozi nini? Jao mwanangu, sema kuna mtu mwingine sio jao. Kwa upande wako wewe, labda wewe ni ushai labda kujaribu labda ushai kujaribu kuacha, yaani useme kuwa
au labda nikuulize hivyo, ushakutamani kubadilika? Wa mwanangu, sio nilitamani, mbona nishawahi kujaribu kubadilika kipindi nakuwa ile pale pale kwenye sekondari, nikiwa sekondari ile, yani nilikuwa wa mwanangu, mimi unajua nimekuwa na fezela kuitwa tomboy jike dume tangu udogoni, toka mtoto ndo nimekuwa na hiyo face. Yani sasa hivi najiproud kwa sababu nishakuwa hivyo, siwezi nikajikataa, lakini nilipokuwa nakuwa ilikuwa inanitesa kisaikolojia. Yani japokuwa ndo nipo hivyo, lakini sipendi, naona sasa mbona mimi hivi, yani kwamba mimi niko tofauti na watu wengine, kwa nini? Sijui unaelewa. Zile sasa kwenye kukua pale nikajaribu kujiweka kidemo nini. Mwanangu, mimi nikivaa nguo za kike kama umeneka kwenye friji, sijifeel comfortable kabisa mwanangu. Nguo za kike na mwanaume sasa sina hisia naye kabisa. Na mwanangu mimi nina gazi, yani mwanaume mimi namuona kama mwanangu, yani kwenye masuala ya mapenzi. Umemwona sana, tuseme kama dogo yule analawitiwa, ndo mimi kwenye kufanya mapenzi na mwanaume najisikia vile, najisikia kama nanyanyaswa mwanangu kutoka ndani, yani inakuwa kama umebakwa. Bora hata kubakwa, yani nimelawitiwa. Kubakwa si kawaida, kulawitiwa, yani unajua mwanangu, ukisikia mtoto kalawitiwa manake si unaelewa, kaingiliwa kinyume. Ndo mimi ninavyojisikia, ni ile ghadhabu ya ile, mimi ndo najifili mimi, yani nakuwa hivyo yani. Na wala hujai kumtamani mwanaume katika maisha hata siku moja, yani hata wewe na kama body 6 kama langu 6 ni unajua wewe mwanangu, awe ana body, awe ana kitambi, awe ana hela, awe ensa, yani mimi namuona kama mwanangu, na mimi naweza nikaishi na washikaji fresh, afu niko normal. Maana kukaa na wanaume ile watu kuanzia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kwa mwanamke aliyokamilika, kwanza sio kitu cha kawaida. Wewe unaweza kukaa na washikaji 10 zaidi hata 10, na ni wanangu fresh, hawa ni nzuri wala nini, kwa sababu mimi naishi na watu vizuri, yani sitengenezi seko watu kunichukia hivi. Kwa upande wako wewe sasa, unakumbuka mara mwisho labda mwanaume alikulazimisha kufanya hicho kitu? Mara mwisho ilikuwa mimi nilipomaliza shule form 4 2021. Nakumbuka ndo kama ndo nilibakwa, kwa sababu nilikuwa najitahidi na huyo ndo alikuwa, tukitumia lugha rahisi ni kwamba huyo ndo alikuwa mwanaume wako wa kwanza ya kukutoa bikra. Sasa sijui ilitoka, sielewi, kwa sababu hata mapenzi yenyewe sijui kama niliyafanya mwanangu, unapoambiwa. Yaani mimi nilitaka mwenyewe, sawa, nilikuwa najitahidi kujitoa, nikasema basi kwa ngoja nikubali mtu. Ulikuwa umejifanyisha kama dem sasa. Kipindi hicho ndo nataka kubadilika kabisa, unavyoambiwa na vangu, lakini najisi ghadhabu, lakini nitafanyaje, naridhisha watu ile mbadi ile. Lakini wewe ndani unapitia fedhea kubwa mwanangu. 1 2 3 4 5 6. Naona huko sio kwangu bana, mimi nikaamua niache. Watakapochukua wachukue wao, watakavonisema waniseme wao, ndo nikaamua kubeba lawama toka hapo mwanangu. Sijawahi kurudia tena kufanya mapenzi. Na lakini ulihisi kuingiliwa? Sijui sasa, yani sijui. Au ndo unaona fedhea kusema? Hamna, sikumbuki kwa sababu sijui, ila ndo hivyo. Wewe bwana unanektia, unajua bwana. Okay, sawa. Wewe ni labda, wewe jina lako kamili ni nani? Jina langu mimi kamili, kwa sababu mimi nataka nikuite, mimi nitajisikia amani sana nikianza kuita jina lako. Kipengele mwana. Sio kamili, wewe yani niita Icon. Icon maana yake Icon ni nyimbo fulani hivi ya msanii wa Nigeria, anaitwa kitu kama, kwenye spelling sijui kama nitakuwa napatia kama Sele au Sale, inaitwa Icon. Ile nyimbo ina ujumbe ambao nahisi ndo maisha yangu nayoishi mimi, yani maisha ya fedhea, sijui unaelewa. Jamani, ningekuwa najua kuimba ningewaimbia. Nipe kinanda kidogo. Siwezi, ndo maana nakwambia utawatafutia tu fresh futa. Okay. Sawa. Kwa hiyo wewe ni Mkristo au Muislamu? Mimi hapa babangu Muislamu, mamangu Mkristo. Wewe? Mimi sasa sijajua dini gani, lakini mimi namwamini Mungu na nina imani.
Hujai kwenda msikitini wala kanisani? Napenda dini ya Kiislamu. Unapenda? Waislamu wakinisikia watashangaa, watajua wenyewe, lakini mimi naipenda sana kwa sababu si ndio hata baba yangu mimi alikuwa anaifagilia sana dini ya Kiislamu kwenye uhai wake. Kwa hiyo mimi na appreciate hivyo. Sawa. Sasa tuamie upande wa pili. Hivi mfano mtu akitokea leo au shirika likatokea leo likatamani kukusaidia wakataka labda kuna kitu labda wakikupatia katika maisha yako, una uwezo wa kubadilika kuwa mwanamke halisi, kitu gani labda wakikupatia unaweza kubadilika? Kuwa mwanamke halisi ngumu. Yaani nahisi hata wataalamu watanielewa. Mimi nahisi na homoni za kiume ndo zimezidi. Za kike ziko chache sana hata kwenye matendo yangu mimi mwenyewe. Yaani unaweza ukanivalisha hizo nguo lakini mimi najihisi kabisa sio mwanamke. Yaani mfano wake tu lakini mimi sio mwanamke. Ninavyojihisi mimi ndani huko ninavyojihisi. Sijifeel mwanamke kabisa. Kwa hiyo hakuna namna yote ya kukubadilisha. Mfano yani mtu akitaka kukubadilisha, labda kuna mtu anataka kukupe kitu, akupe labda hela, au mtu labda akupe mjengo, watu wanaweza. Mtu akupe gari, uache yani utoke katika hiyo issue hiyo. Uko tayari? Mwanangu, ingekuwa hivyo mimi mamangu alionizaa basi ningemsikiliza. Hivi kuna kitu gani kinachouma kama mama mwanangu? Yaani anakuambia maneno yale ya fezea, alafu unatamani ila unaona huwezi. Afu ndo aje tu mtu atikisa hela sijui kisa gari mimi nibadilike. Mimi maza daily anaomba leo kesho mimi nibadilike. Sio kwamba ajui, anaomba leo kesho nibadilike. Na unajua kabisa, unaisikia sauti yake. Najua, ndio najua. Sio kwamba sijui wala ninajua, na apendi wala nisione tu hivi mtu ukasema nimejiachia labda hii amna. Maza akubali wala nini, tikelizi haelewi. Haya, tuingie katika main point yetu. Huyo mpenzi wako huyo, unavyohisi kwa upande wako, kitu gani kilichosababisha akakuacha? Kwanza amekuacha, mmeachana au umemwacha? Kaniacha, mimi sijamwacha kwa sababu yeye ndo kaondoka. So mimi. Unahisi kitu gani ambacho kimemfanya ondoke kwako? Hamna sababu yoyote mwanangu, lakini nahisi kuna mtu ambaye anampa kichwa mwanangu. Sijui unaelewa? Kwa sababu mwanzoni hakuwa hivyo wala nini. Tulikuwa tunaelewana fresh. Alafu sio kwamba eti kusema labda asimpe hela, labda hajafuata hela wala nyafu mwenyewe, mimi sina hela vile kwanza. Kwa hiyo demu kanipenda mwenyewe. Ila sasa mazingira ukweli nahisi kuna mshikaji. Kuna mshikaji ndio ana? Yaani naimuhisi mimi, sina uhakika vizuri lakini naimuhisi. Mwanangu fezea unavyoambiwa. Yaani mwanangu kaondoka kapasua simu yangu, si unaelewa? Afu bado kaondoka tena. Alikufumania au ulimchiti? Yaani mwanangu alikuta message kwenye simu, afu kuacha hiyo sasa kuna muda nikao na chat. Sasa nilikuwa chat na mtu yoyote wala nini. Ananiambia nipe simu, mimi nakataa. Nipe simu, nakataa. Akaangalia ile simu akaja akanivaa. Unajua yani mimi kidogo mimi mnyonge, nishakwambia fofo, unaelewa zile. Kanivamia akachukua simu. Sio kama siwezi kumpiga ila amenivamia. Sio leo ukivamia unakuwa hujajiandaa. Kanivamia akachukua simu mwanangu, kabamiza mara kwanza, akachukua kabamiza mara pili ya tatu. Mtoto kibati huyo kaondoka mwanangu. Sio unaelewa? Na taarifa nazozipata mimi kwamba mazingira fulani kuna mshikaji ndio anazingatia. Kuna jamaa ana date naye. Lakini sina uhakika vizuri, sio unaelewa? Kwa sababu taarifa sijazipata vizuri, lakini huyo mshikaji kama ndio yeye itakuwa fuzia. Unapajua anapokaa? Wewe jamaa anajua kama wewe anajua kama wewe mwanamke ni mpenzi wako? Anajua mwanangu, sinavyokuambia maisha ya kweli vifezea. Sio kwamba angekuwa ajui sawa, kumbe alikuwa anachora ile. Sinajua 1 2 3 zile. Ulishajaribu labda kumwambia? Mwanangu sasa mimi naongeaje naye kama? Ukimpigia simu? Mwanangu simu yenyewe fezea. Mimi natembea na line tu hapo.
sina simu, si ndo kapasua huyo. Unafanya kazi gani? Mi winga tu Kariakoo fresh. Unauza nini huko Kariakoo? Au winga nauza nini? Mi niko duka la simu pale. Duka la simu lipo huko Kariakoo? Hebu mpe shout out basi huyo jamaa bosi wako. Nampa shout out Kayange store ama store. Shout out kwenu. Wataona wanajijua. Bosi wako. Store ndo mabosi zangu mimi. Kizi nimemsahau Kizi store na yeye nishambusha hapo Kariakoo. Hapo Kariakoo mtaa wa KKT. Sasa tuongee sana pale. Namba zao umezikalili? Namba fresh nitawatajia hapo wenyewe mtafute. Au sawa basi sawa, tutaona jina lake pale Instagram. Okay. Wewe unavyozani mwanamke kuondoka kwako sio labda kwa sababu haumridhishi? Kumridhisha kimapenzi? Na uhakika kabisa ulikuwa unamridhisha? Wewe mwanangu mimi unaona. Kwa mpaka midai ujue mwanamke anataka nini kwako? Wewe mwanangu labda yani kusema swala la pesa, yeye ana pesa zake na yeye zinamsave kidogo, sina na mimi napiga pesa zangu nini zinasukuma siku 2-3 sijui unaelewa. Ila labda tamaa zingine, unajua mtu ukitaka kikubwa tena hivyo. Labda tamaa tu zingine, lakini kuhusu mapenzi mimi mbona nampa mapenzi fresh. Na anarizika mwanangu. Sijui unaelewa ninavyokuambia anarizika. Yaani anafika kileleni afu kileleni tena, sijui unaelewa. Hata mlima wenyewe Kilimanjaro haufiki. Ni kama ngapi unamfikishaga? Mimi napiga hii hata mara 6 mtoto afu mimi bado, si unaelewa zile. Wewe nani anakufikisha? Najifikisha mwenyewe kwa sababu mimi natumia kiungo changu. Sijui unaelewa ninapokuambia. Kiungo kile lakini? Lakini nakitumia mimi ninapojua mimi. Kuna namna unakigeuza. Wewe acha. Huyu mgwani meusho huyo. Basi sawa, mimi natamani kwanza kwenda kumuona wewe mpenzi wako. Na nakumbuka uliniambia kuwa kwenye simu tushazungumza sana hivi vitu. Ulisema kuwa unatamani, yani mimi natamani kwenda kumuona. Ulisema kuwa unajua alipo, si ndio? Natamani sasa twende. Kama ni huyo mshikaji mimi napajua. Kama ni huyo mshikaji nakwambia mimi, fedhea mimi napajua kwake fresh. Si bado tuko Temeke na tunaenda kumuona sasa huyo bwana shemeji yetu, si ndio? Tunaondoka mwanangu. Kama kawaida. Kwa nini mnajuana? Huyu atoboi hapa. Afu muona yule, muona ana simu mbili zile zote za wizi, maana huyu hawezi kumiliki smartphone. Au nimuulize kama anauza. Anko. Vipi? Naona umeshika mambara. Bana biashara hii sio kwa watu wakati. Hii hapa ndo yangu mimi, hii nyeusi. Hii huku biashara. Hii aina gani? So zote Samsung. Wewe tu ukipenda macho mawili. So mkopo, sungi amnaga mkopo. Hii ndo shilingi ngapi? Hiyo itakuwa 140 unasikilizwa. Hii 140 nasikilizwa. Bado mpya hiyo simu. Mimi nitaminije kama ni mpya sasa? Mimi naitaka sina simu. Ukaguzi wa simu unajua kufanya? Ngoja nifanye. Twende kwa fundi pale kagu wanapotasika mpaka ruksa mtu. Kwa mtu mfano hamna 70 uongo upate. Sisi tunauza kaza dukani, sio za kunchuga. We 70 uziwi. Hiyo mwisho. Hii tena iwani inaona kitu hii. Hiyo yani hamna mimi kwa wewe mwanangu 120 unaachiwa kazi. Kama utatumia wewe betri bado mpya, screen bado mpya, kila kitu mashine bado mpya 2025 hii. Unajua hiyo? Ngoja niangalie. Haifunguki. Sasa funguo simu haijafunguliwa bana, bado utakutomboa. Sio kuna nilisi nataka niangalie email. Email angalia ndani software hiyo system babu, nenda kwenye setting angalia. Kweli. Wewe vipi? Mpaka utumizi hujui utumia smart. Kakaangu umeangusha nanili yako hiyo. Nenda kwenye setup, ingia hapo phone. Ukishindwa huko, nenda kwenye multimedia, angalia capacity ya GB. Inaonyesha pale kwenye nini? Kwenye file manager.
Kweli mjomba. Sema namaliza kila kitu unaona pale. Wewe unapatikanaga sasa? Ni kila siku nipo hapa wewe tu. Tubadilishane namba. Mimi nafanya kazi hapa na kacha ya kwa 0651. Ngoja kazi. Ngoja nikutolea password ujifunye. Andike mwenyewe. Ukikosea umekosea mwenyewe utajirekebisha. Maana sijui 6 mara 10 nimeweka 9. Hapo na kwa kidogo tu. Ngoja nitolee password hapo. Bwana unaturekodi kwa mara ya kwanza sasa picha tutani wewe na sisi tutatokea ukisieka mkuu maana tunataka kupiga picha na kuzaliwe. Hatujai kupiga picha na kuzaliwe. Basi hapa mimi inabidi hapa una message hapa nijitumie message. Maana mimi simu yangu nimezima, si unajua kwa sababu una shoot hapo. Haina noma. Hata ukinalisi ndio siku ukipiga na notify. Ukipiga ukifungua. Na mtu anamisi Alafu una nguvu umetoka huko umekuja hadi ndani kwa mtu. Mimi nimemuomba. Mimi nimemuomba leo. Hasa unafanya nini dada? Si ushamaliza ile Nataka ugomvi tu hapa. Aende mume wangu ukimkuta hapa. Mimi sina cha kuongea na ingia zangu ndani. Mimi sipo nitaondoka wa kwanza. Huyo mwanamume wako mjui hata simfahamu. Kwani nani? Wewe hapa unakuja kwa msamaha. Unachokipata hukipati. Kama unataka nikutolee baibu, yani mimi hicho ndio cha kukusaidia. Baibu la kazi gani? Hebu mtoe ni wewe bwana. Yaani unaona amekuwa ameamua kuungana kunizalilisha. Yaani yeye na shoga yake ananizalilisha. Mimi eti mimi nivae baibu. Kwa mimi nimekuja kuvaa baibu hii. Kuwa na moyo wa kiume. Unajua wanaume tunakutana na vitu vingi ila tunaweza kuvihiri kwa sababu tumeumbwa. Hawezi kuhimili ushakuta mwanamke tayari. Mimi nimwambie awe na moyo wa kiume. Kwani wewe siwezi kukwambia uwe na moyo wa kiume? Lakini hapana, anategemea moyo. No, mimi nampa moyo. Mnaniteta mimi si ndio? Mimi nimekuteta tena ndugu yangu. Hadi na wewe umekuja huku umeungana nao kwa mimi ndio maana nivalishe na nilisi ndio. Mimi siwezi ngafanya vitu kama hivyo. Wewe unanijua bwana. Sasa simu unajua kufanya? Ngoja nifanye. Twende kwa fundi pale ukabu. Kabu wanapotasima mpaka kwa mtu mfano amna 70 uongo upate. Sisi tunauza kaza dukani sio za kunchuka. Wewe 70 uziwi. Hiyo mwisho. Iga hii tena iwani inaona kitu hii. Hiyo yani hamna mimi kwa wewe mwanangu 120 unaachiwa kazi. Kwa chakula. Mbona nimechomekea kama faza. Nimekwambia mtu akishua na goma. Sio mtu akishua, mimi naficha maskini, watu maskini uniogope. Hivyo unajua ukichomekea, mwanaume ukichomekea umaskini kuna namna fulani unakuangalia, huyu dalali vipi? Unajua? Sema ndio hivyo, tunaona mazingira yenyewe huku pametulia, lakini kule road tuliposhukia kule ni ushu. Tunakaa kule ni kule vile na ugai mwingi. Sasa kwani unakaa sehemu ambazo tunaona mwenyewe stela hapo atufiki? Selenge. Wote tunakaribia mwanangu. Au unawaza hata? Hamna, naona muda kama unazidi kwenda. Kama ni mbali bora tuchukue usafiri. Tunakaribia mwanangu. Tunakatiza kitu hapa nipate. Jamani, tungepita pale. Ndo hapa? Ndo hapa mwanangu. Nimeamua tu kuzungusha lakini njia hiyo hapo. Haya, sawa. Umefika? Sasa mbona unaingia hata hatupigi hodi? Saudi nini? Au wewe unapaamini sana unapaweza? Unapaamini? Huko napaweza mimi. Sawa basi, wewe ndio umetangulia. Karibu. Ila hamna ugomvi wala nini. Wewe unataka kuleta ugomvi gani? Si tunaongea tu tunazungumza. Ana asasi na mimi. Sina ile. Akizingua mimi namzingua. Unajua mimi time moja. Mambo ya kuzinguana sio bwana. Hii tunaenda kuongea tuone kama atarudi, kama hawezi si basi tunaachana naye. Baridi sasa. Utalizika? Fresh lakini mimi nitalizika nitakaporudi na mchumba unajua. Bila hivyo mimi sielewi. Kama ni hivyo tusiingie, yani kama una yani hauna uhakika kunipa mchumba wangu mimi bado tusiingie.
Wewe umesema mchumba anaishi na mshikaji. Eh. Sisi hapa tunaenda kutengeneza mazingira tuone kama mchumba anaweza kurudi. Anaweza kurudi. Sijui unaelewa. Sasa hapo mimi naamini kuwa tunaweza kumrudisha kutokana na maneno yangu ya busara. Lakini hatujui je tukimkuta na mimba. Sasa mimba nini? Mimi nalea tu fresh, kwani mimba inakula shingapi? Unaweza kulea mwanamke mwenye mimba? Sasa yeye mwenyewe namlea baridi. Unafikiri mimi sina vidusko? Mimi na vidusko lakini sina hela. Sinajua tu. Vidusko ndo nini? Yaani hela za kutumia, hela sina zile hela za kusema nina hela. Sinaelewa. Sawa, basi sawa. Tuingie. Baridi. Hapo wenyewe. Odi. Asante. Anko. Marahaba, jambo? Jambo. Basi itakuwa mimi na Neema nini? Mtoto mapema sana kashane. Sawa. Odi. Kwema? Za hapa jamani. Asante. Oa. Kwema? Sister unaendeleaje? Kumbe tunafahamiana. Mambo vipi? Shwari. Ni bwana, huyu bwana kumbe ananifahamu. Basi tumeshakuwa nyumbani. Nashukuru sana. Sijajua, mimi si unajua kwenye mitandao labda katika maongezi ya kawaida mimi simfahamu. Sijai kumuona. Bosi kwema? Sister bwana, tumekuja hapa kuna swala moja ambalo tunataka kuzungumza. Swala tu moja tu. Nadhani kama umeweza kulifahamu jina langu, basi kuna namna unaweza ukaelewa mimi kitu gani ambacho kimenileta hapa. Lakini sio mengi sana, ila kikubwa ni kwamba tumekuja kupiga story afu na kudiscuss kuhusu hali ya mwanetu hapa, familia yetu. Sijui kama inawezekana, kama naweza kupata muda. Mimi na mambo yangu hapa nataka nipige. Najua, lakini sitokusumbua wala sitokugasi na mambo yako. Hapana, sina muda huo. Kama dakika 10 tu au 5. Sina. Nataka nipige mimi. Jamani. Unaniletea mambo ya ajabu sasa hivi. Unanikataa mimi au unakataa ugeni wote? Sitaki huo ugeni, sijategemea. Hadi mimi? Mimi nilijua ugeni wako lakini sijategemea. Kwa hiyo akitoka mimi naweza kubaki. Kama inawezekana. Leo tunalala. Nachoka. Mauza vipi? Lakini kama namba aende bwana. Namba aende. Basi sawa, Sasa kwa nini uko salama? No, sasa ndio maana naomba tuzungumze kidogo. Jamani, msikia majirani hatutaki. Basi sister, basi mimi ngoja nitengeneze mazingira hapa kidogo, nimweke pembeni afu mimi nije tuzungumze hapa. Mimi si ugeni wangu nakubaliwa. Amesema hataki tu. Sasa hii afu unamuelewa yule naye. Yaani huyu yaani hataki upande wake kwa hiyo. Mwenyewe hata akisota mfusi kwa sababu gani? Asisimwache mwenyewe sasa. Basi njoo tusimame huko kwanza alafu sawa. No, sio Amna, siwezi kuwadhalilisha bwana, wala siwezi kuwa na hizo tabia. Ni issue tu ambayo tunataka kuzungumza kama familia. Sawa bosi wangu? Kaje kama hivyo. Hata wewe unafuta kwake. Mama. Sister, okay basi sawa. Swaiba. Basi njoo tubonge huko. Namwelekeza kitu. Sawa. Kondo na nini? Hata kondo kwa hivyo. Mimi naingia. Njoo basi tuzungumze. Uingie ufanye nini kwako hapa? Wewe vipi mwanangu? Mbona kama unataka tutampata kweli unaniliu? Njoo tuzungumze. Njoo on time hapa. Njoo. Sasa hapo mpaka midai.
kidesign inaonekana mwanangu kuna tukio umelifanya sio lakini usho. Hamna. Haiwezekani mchumba akatae kuongea kabisa. Sijui unaelewa. Yaani anakataje. Wewe angalia anavyotukatani kama yaani hataki kuona kabisa. Yule pale yule inaonekana sasa hivi yule bwanake ndo anampa kiburi. Sijui unaelewa. Kwanza mna muda gani? Sijakuuliza mna muda gani tangu umechana? Sasa hivi yani tunakaribia mwezi wa pili unaenda namtafuta patikana wala nini anishiki simu afu mimi time moja sina simu sinajua na lazima hivyo kwa kwenye kutafuta na nimepata taarifa kwamba yule mwanangu yule anaishi naye. Kwa hiyo ambaye anaishi na huyu ni mwanao, familia yako? Yaani ananijua fresh na anajua mazingira yangu mimi na huyu demu, sio kwamba ajui wala elewi wala nini. Demu anaitwa nani? Demu anaitwa nani? Anaitwa Maya yule. Maya. Sasa sikia. Nisubiri hapa. Njoka hapa, nisubiri kidogo. Dakika 5. Weka hapo dakika 5. Ngoja nizungumze chako. Wewe mpaka nikuita usije au vipi? Sawa mwanangu. Si dakika 5 hapo unapoa hapo tu dakika 5. Kwani dharau gani? Kwani tumefanikisha? Sasa tujafanikisha mwanangu. Dakika zile. Oya. Ngoja tujaribu kuzungumza na Swaiba hapo. Boss, mambo vipi? Uko poa? Mzima? Samahani bwana. Kuna kitu mimi naomba nikuombe wewe nizungumze na wewe, labda linaweza likawa rahisi kwa rafiki yangu. Sijui rafiki yako tuseme mimi shemeji yangu sielewi. Umemwona yule kijana nilikuja naye? Sijui kama unamfahamu. Hata simjui. Kwanza namuona. Lakini sio kupata labda historia yake. Historia na hadithi lakini sijui ndio yeye au. Sasa yule ndio yeye. Na hapa ninavyokuambia yule jamaa anateseka kwa sababu ya mapenzi. Yaani hapa mpaka ninavyokuambia hivyo mpaka mimi nimefunga safari kutoka huku kuja huku. Bwana mimi nimekuja. Yaani of course sikuja kwa ajili ya kuwapatanisha. Mimi nilikuja kwa sababu ya kufahamu na kuelewa nyakati za hao watu wanazopitia. Katika vitu alivyonisimulia vipo ambavyo nimejifunza, lakini nimekuja kulikamilisha ile ambalo nilikuwa nimemwahidi. Ila mimi nilimhakikishia kuwa kama atakubali kutokana na maneno yetu ambayo tutayazungumza, basi wife atarudi nyumbani, lakini kama akikataa basi tutasamehe. Kaniambia fresh. So, naomba kama itawezekana ongea na rafiki yako. Hata dakika 10 tu atupe hapa, ni dakika 10 tu anipe mimi niweze kuzungumza naye. Umemuona hapa hajataka hata kuongea na wewe. Lakini uzuri ni kwamba ananijua, anaweza kunielewa. Sio kwa ubaya. Lakini maybe ndio hivyo tu, katumia ndio hivyo heshima. Basi lakini sijui kama atatoka kusema ukweli. Ninamuona yule kule. Bosi. Sister. Nakuomba mara moja basi. Na hamna mengine. Nakuomba mara moja tu. Akia Mungu hayupo hapa, ameshatoka. Naomba tuzungumze jambo. Mimi sipo, unajua nini? Mimi sipo kwa ajili ya kuzingua bwana. Akia Mungu, mimi nataka tuzungumze jambo. Sizingui wala nini, wala sikuletei mieusho. Sawa mkuu? Dakika 10 tu. Dakika 10 tu. Samahani. Tukae hata hapa. Tukae kama familia hapa. Tupo karibu nini? Okay. Kwema lakini. Jamani mimi naitwa Suli. Kama ulivyonitaja, ulivyonitambulisha, sijui kama umenitambulisha au ni vipi. Lakini mimi naweza nikasema ni mtu ambaye waga napenda sana kuunganisha amani za watu ambazo zimepotea hasa katika swala la mahusiano. Mimi ni mshauri mzuri sana. Nilikutana na changamoto ya ndugu yangu yule ambaye nimekuja naye hapa. Wiki kadhaa zilizopita walikuja nyumbani yeye pamoja na mshikaji mmoja anaitwa Ndota. Nadhani unamfahamu, ni mtaa huku Ndota. Sasa alipofika pale kwenye kupiga story bwana, sijui unanielewa sistangu, kwenye kupiga story pale. Samahani kwanza. Kumbe na rekodi? Nilisahau kuambia, sorry.
Yule pale okay. Yule pale anaitwa Director Miki, na ile video ni kumbukumbu history yetu. Kama itakuwa imekukwaza, kama itakuwa inakuboronga na kunyima amani, mimi ukiniamuru nifute, nitafuta. Sawa bosi wangu? Sawa. Yaani kama hautopenda ukiniambia futa, nitafuta, na kama hautopenda zaidi ukiona sehemu yoyote nimeposti na kuruhusu wewe kwenda kunishtaki kama utakuwa umekwazika nayo. Sawa? Lakini ilipaswa niombe kwanza. Okay, nakuomba basi turekodi tu haya mazungumzo yetu. Asante. Okay, sawa. Kwanza sisi hatujafahamiana. Wewe unaitwa nani? Ibtisam. Umo. Sawa. Wewe ni rafiki wa huyo Mimi jirani yake tu. Okay, sawa. Bosi wangu, wewe una miaka mingapi? Au upende kuulizwa miaka yako naye kama mimi? Mimi sipendi kuulizwa miaka yangu. Vipi wewe una miaka mingapi? Miaka 19. Kumbe bado kadogo. Una mtoto? Hapana. Bado? Na hapa ndo nyumbani ulipopanga au kwa baby? Hapa kwa baby. Sasa bwana, mimi kuna swala ambalo limetokea hapa, sio umbea unakupa, ila naongea kitu real. Ex wako anateseka na mapenzi. Ex wangu? Okay. Sorry. Kuna maswali kadhaa hapa ambayo mimi nataka kwenda kukuuliza kama hautojali, lakini kama utajali utajibu, lakini kama hautojali basi utaachana naye. Katika maisha yako ulishawahi kubahatika labda kuwa na mahusiano na mwanamke mwenzio? Mwanamke mwenzangu? Hapana, sijawahi. Maswali gani unaniuliza? Ndio maana nikasema kama itakupo sio mazuri utajibu, lakini tunashukuru. Tunashuti yangu Kaa kimya kidogo yangu, sawa? Sorry, ndio maana nikakwambia kama maswali yatakupo yanazingua basi utafanyaje? Uta skip tu. Lakini mimi natamani tupige tu kama story, kama inawezekana, sawa? Hapana. Siwezi kuweka maisha yangu hapa. Mtu anaangalia. Okay, basi kama gazeti. Okay, mfano. Ngoja nikuulize kwa mfano. Siku ya leo una mdogo wa kike? Mdogo wa kike? Unaye? Mfano siku ya leo mdogo wako wa kike ukasikia anashiriki mapenzi na jinsia moja, yani anashiriki mapenzi na mwanamke mwenzie, utafanya nini labda, au utachukua uamuzi gani kwake? Nitamkataza. Yaani ikiwezekana hata fimbo kumshikia nitamshikia fimbo. Sio kitu kizuri yaani sio kitu kizuri. Mdada umezaliwa kwa sababu ukue, uishi, uolewe, uzae watoto, ukuze familia yako. Sasa pale unapata faida gani kwa mfano? Wewe unadhani kwa upande wako mabinti ambao wanashiriki mapenzi ya jinsia moja ni kwamba wanakuwa wana msongo wa mawazo au shida ni nini? Ila pia nategemea msongo wa mawazo, mahusiano, matukio, mtu mpaka anachoka. Sasa anaamua kufanya ile michezo na mwanamke mwenzie. Kweli kabisa. Kwani wanawake mkipendana waga amuumizani moyo? Hayo siyajui sasa. Eti bwana. Sina kujua nini kuwapenda watu. Yaani wanawake siku na ile kuna wewe mwenyewe ushaje kusikiaga, nasikia lafudhi yako kama sio Mtanzania. Wewe wapi wewe? Hauna. Wewe Mtanzania eti. Lakini naona nywele hizi sio za Kitanzania, au kama hata unaonesha tu wewe sio wewe. Mimi kwetu Zanzibar. Okay. Zanzibar ushaje kusikia labda hayo mambo kuwa mwanamke mmoja anakuwa na mahusiano na mwanamke mwenzie? Wewe kule haitakiwi hasa. Kule? Ushaje kuwa na marafiki labda wa hivyo? Inakuwaje mzee? Shwari. Sawa. Mpangaji tu. Nikaja labda ndo baba mtoto wako yuko wapi? Alitoka mara moja. Okay. Njiani sio narudi. Okay. Sawa, basi mimi naomba sasa nikuulize kitu ndugu yangu. Hichi ni kitu ambacho ni very serious. Yule kijana nilokuja naye nadhani unamfahamu Si nimekwambia hapana, si mimi. Nakuwa mkweli tu, unamfahamu? Yule. Basi ngoja mimi nikwambie. Yaani umeona yule before huyu bibi hajakuepo hapa, yule alikuwa
ni mpenzi wake, walikuwa wana date kwa mujibu wake yeye yule mhusika ndo amesema hivyo. Sije kusikia hizo story. Sasa labda akafanywa siri. Mimi najua kaolewa tu huyu basi. Tumwite basi. Usiite hapa. Mimi sitaki kumuona jamaa. Wako kaolewa huyu. Wangu akirudi akimkuta anakuwa. Mbona wote mnakataa? Mama wangu akija hapa akimkuta. Sasa si ndo tunazungumza. Sasa yule simesema ni mwanamke mwenzio. Sasa unafikiri atakuwa na nguvu gani? Mavazi alovaa vile. Anaonekana yule mwanamke wa kiume hasa vile alivyovaa vile. Sio wa kiume, ni wa kike. Bwana sio wa kiume. Unamjua vizuri? Kwa appearance yake lazima unajua kabisa ni jinsia gani. Mimi hapa najua wa kiume hivyo. Mimi kanitaja jina lako kasema unaitwa Maya. Naitwa Maya. Kwa mjui. Kama yeye ananijua labda kanisikia huko niliitwa Maya. Watu mitandaoni siku hizi wanajiita majina yao Uenda wasijua. Kwa hiyo umjui kabisa. Sifahamu. Mimi sijawahi. Huyu sijui anataka kuharibia ndoa yake. Mimi unasikia. Hapo unaona nyinyi mnachotaka. Jina umesema nani vile? Ibtisida jina lako? Ibtisamu humo. Mimi bwana nielewe ni Lilikim kama uliweza. Lilikim ndio jina lako la mitandaoni. Okay sawa. Sasa subiri. Yaani mimi nachotaka unitetee na wewe pia unisaidie. Najua yaani sasa hivi nyie mkiungana hivyo mimi kweli nitakwazika. Yaani mimi lazima lakini unavyoniona unavyoniona mimi naweza nikaa mpumbavu kweli. Wa kulifanya hili kuja mpaka sasa kweli jamani, nakujaje mpaka kwenye nyumba za watu hivi kweli? Nisaidieni. Labda umetuma kuambia kitu gani? Huyu hapa sikaolewa. Lakini unajua kama yule ni mpenzi wake? Sijui. Mkuu mkweli. Mbona muda ule ulisema kama ushawahi kusikia? Mimi lakini sikujua kama mwanamke. Mimi najua mwanaume na tunapigisha story siku zote za hajai tangu yani tukiadisana story zetu za zamani. Hajai kuna date story zetu sijui nilikuwa na date na mwanamke mwenzangu. Hiyo sijawahi sikia hata siku moja. Ni basi kama okay, naombeni muvae moyo wa kiungwana. Sawa? Naombeni munisaidie sana katika hili. Na waomba yani. Wewe bora ungeleta story ile pale mwanaume. Basi yule ni mwanaume. Wewe ushaanza story yake. Haya basi namuombeni basi namuomba aje hapa. Ona sema nini? Ona. Yaani hapa yule hajai kukusumbua. Tuongee ukweli. Ni mara kwanza leo unamuona labda anakusumbua. Kwa mkweli. Ila wewe kaka king'anga. Mimi nataka niweke mambo sawa ndio maana nakuuliza. Hajai kukusumbua tena? Hata kama nikisema ni nani yangu kwa mfano. Unataka kutengeneza nini? Sasa mimi nataka leo tumponeshe yule kwa sababu sasa hivi yule situation anayopitia ni stress, kulia, alafu amesema yaani kwamba nitarudia naye. Yeye kuna lakini mshai kudate? Hapana, ilikuwa tu yani ilitokea tu bahati mbaya. Mkalala bila nguo? Siwezi kuongea kila kitu hapa. Ila tu yani ilitokeaje. Niseme wewe binafsi unapenda style gani? Kitu ambacho umeamini kwa hii mimi ni style yangu. Kama mimi nikiwa na shoot nikifanyaje naona moyo wangu unasozeka. Kwa upande wako wewe style yako ni nini? Style yangu yani nikitaka kufanya kitu au chochote style kitu gani ambacho ukifanya yani baada ya kufanya unajisikia sasa raha? Kusikiliza nyimbo. Muziki. Unapenda muziki? Napenda sana muziki. Kwa ukiwa unasikiliza muziki hivi ndio unasikia raha? Nasikia raha. Hamna kilevi kingine labda pombe, vitu vile ambavyo vinakutanisha watu ukitoa muziki? Mpaka ikitokea. Unakunywaga pombe? Mara kwa mara yani. Unapenda mapenzi? Okay, so unapenda mapenzi. Kwa upande wako wewe, mapenzi ni matamu au mabaya? Eti mama. Inategemea design gani? Mapenzi ni matamu au mabaya? Mabaya mai. Ushawahi kupenda? Ushawahi kupenda? Sana, lisi dunia nimepewa, tuone kutajia hadi jina. Kwa hiyo kwa nini unasema mapenzi mabaya? Sio mabaya bwana, mimi kusema kweli sija. Kwa mapenzi matamu. Matamu kweli. Kwa sababu napenda kupendwa. Na naye anayenipenda, alhamdulillah. Vitano kwake sasa. Haya. Kwako wewe, kwako mapenzi ni kwako mapenzi matamu au mabaya? Matamu.
Na unayapenda mapenzi? Nimeona na mume wangu, kwani siyapende mapenzi? Yanakupa amani mapenzi? Sana. Kwa hiyo we ni mlevi wa mapenzi? Kwenye mapenzi unapenda nini? Namba kuongea kidogo. No. Nimeomba jamani tupige story. Mfano mimi kwenye mapenzi, mimi vipi? Kwani unafikiri inaweza ikawa mbaya labda? Hii sio video mbaya. Wewe kwenye mapenzi unapenda nini? Siwezi kuongea hiyo issue hapa. Okay, ni sehemu gani ya mwili wa mwanamke ukiona unajua kabisa huyu mwanamke kabarikiwa? Nyuma. Makalio. Unapenda wanawake wenye makalio? Napenda wanawake tena? Mnaanzaje kupenda wanawake? Kwani ulikuwa kwenye mahusiano na mwanamke mwenzio? Hapana, hiyo ilitokea tu. Yaani kama ilikuwa msongo ya mawazo, mitingo kuachikwa sana, lakini mshai kudate kweli? Bahati mbaya. Kwa nini mara moja? Ndio hiyo bahati mbaya. Mlidate kwa miezi mingapi? Sio mtu mmoja huyo. Mlidate kwa miezi mingapi? Sio muda sana. Mimi kaniambia sijui miezi 9 au mpo kwenye mahusiano. Miezi 9 sasa, mwaka hujafika bado. Kwenye mahusiano yake ulikuwa unaponeshwa kidonda au ulikuwa unasikia raha? Kwa mwanzo nilikuwa nasikia raha, lakini hamna raha yote pale. Kimu, umesikia? Yule ni mpenzi wake wa zamani. Yaani bali kabisa ni mpenzi, ni halali. Sasa sikumtamsha tena, hamjui. Wewe umemkutia hapa au umefanyaje? Nimemkutia hapa na tulikuwa tunajuana. Kitu gani ambacho kilikusababisha ukaachana na yule? Nimekuwa mkubwa sasa hivi, nimekuwa mtu mzima, mimi ni mwanamke. Kuna maisha baadaye. Yule ni mwanamke mwenzangu, hamna popote atakaponipeleka. Inabidi mimi niolewe, nizae, nianzishe familia yangu, nawafundisha nini watoto wangu. Nikiwa na yule nitapata hata huyo mtoto. Huyo mtoto nampataje? Ila katika sekta ya mahusiano ya kuridhishana, ulikuwa unaridhika na yeye? Kwa kiasi. Kwa upande wako wewe, kilichokupeleka kwake ni nini? Stress. Kilichokutoa kwake ni nini? Kujitambua. Kwa ulivyokuwa na date naye mwisho ukajitambua. Na hauwezi tena kurudi kufanya hivyo? Hapana. Na mlikuwa mnalala bila nguo? Kwa experience yako wewe uliopitia mpaka mida hii, mapenzi ya mwanamke kwa mwanamke na mwanaume kwa mwanamke, yapi waga na ladha na matamu zaidi? Mwanamke kwa mwanaume. Kwa hiyo wewe hata iweje uwezi kupata kishawishi labda cha kufanya tena mapenzi na mwanamke mwenzio kama kipindi kile? Hapana, sasa hivi napenda. Unapenda? Kwa hiyo kama ikitokea huyu anayekupenda sasa hivi amekupa stress, unaweza ukafanya tena vile? Hawezi. Kweli? Hawezi. Mimi unajua mimi napenda kujua mimi napenda kujua mambo ili mradi niweze kuyaweka sawa. Sasa naomba tumuite huyu aje hapa. Sikiliza. Huyu yeye anacholilia ni kwamba wewe umeondoka, hujawasiliana naye, simu apokei, alafu anipiga ni mchizi anemjua. Wewe unajua vitu vingi kaviongea, na kiujumla nimeweza kusikia ile kumuuliza jinsi alivyoanza mpaka hapa alipofikia. Anaonekana ni mtu ambaye yani amekata tamaa. Sasa sisi ndio vijana wenzake, tutoe tu kuwa alikuwa na date naye, sisi ndio vijana wenzake. Sasa mtu tunaweza vipi kumnasua katika ile situation alikuwa nayo? Kwa upande wako unahisi tufanyaje ili mradi? Sasa mimi nataka nikuulize swali. Wewe kwa mfano kimleta hapa atakuja kusema nini? Mimi siwezi kuishiwa maswali. Kwa sababu mimi naona hapa kitakachomleta yeye ataanza kuomba msamaha. Kwa hatutumbadilisha ndio tutazidi kumharibu hasa. Wewe unavyohisi kuna njia yote ya kumbadilisha mtu kama yule? Ile njia ya kumbadilisha tu ipo, lakini si ya kuja kuonana na huyu akaomba na msamaha. Njia ya kumbadilisha ni ipi labda? Yaani ile njia ya kumbadilisha ni yeye tu kuamua kujitenga eti na mambo haya. Kuacha kila kitu, kuvaa mavazi yale. Yaani unajua kwamba kuacha kila kitu ni kusafishania hivyo. Kila kitu unaacha kwa sababu unasema mimi basi tena hapa sifanye tena kitu fulani, basi hautofanya tena. Nasikia mtu akiwa amechora hivyo anakuwa kama ameolewa au ndio amechumbiwa?
Hamna sikukuu ya Idi, kule lazima tu chule kidogo, si unajua mbwembwe. Tutokea Labu wa Kipemba. Basi sawa. Basi si anakuja sindo kwamba samani. Sawa, sisi naomba tufanye kitu kimoja. Ili mradi nimridhishe, kwa sababu mimi nilikuwa nimekuja huku kutamani kuwafahamu wao na jamii pia iweze kuwafahamu wao. Hakuna mtu ambaye ataona nyinyi Beusho, lakini akia Mungu kuna watu wataona yes, umefanya kitu kizuri. Binafsi hata mimi ukiniomba ushauri juu ya hili, kama bibi amemove on, na hapa nakwambia hapa, kama umemove on usirudi tena, si unaelewa? Kwa sababu ile situation yake ni ngumu sana, ni ngumu. Yaani mwenzako ulipomwacha ni pagumu. Kwa mimi pia sipo tayari kukushauri labda murudiane, lakini najaribu tujaribu tufanye lolote ili mradi huyu mtu awe sawa. Inawezekana eh? Tumshtue aje? Dakika 5. Haya. Dakika 5. Dakika 5 tu. Haya. Naomba tuwakute hapa sitakuwa. Basi sawa, ngoja ni. Anko vipi? Mbona viatu vimekushoto kulia? Nikuvalishe? Simwambie nani akuvalishe hapo basi chap chap. Familia yangu iko wapi? Vipi mwanangu? Huyu mwanangu kashika viwembe mwanangu. Ndota mbona anazingua huyu mwanangu? Hebu njoo kwa. Hebu nyanyuka. Ndota njoo bwana, njoo mama. Yaani mwenzako ulipomwacha ni pagumu. Kwa mimi pia sipo tayari kukushauri labda murudiane, lakini najaribu tujaribu tufanye lolote ili mradi huyu mtu awe sawa. Inawezekana eh? Tumshtue aje? Dakika 5. Haya. Dakika 5. Dakika 5 tu. Haya. Naomba tuwakute hapa sitakuwa. Basi sawa, ngoja ni. Anko vipi? Mbona viatu vimekushoto kulia? Nikuvalishe? Simwambie nani akuvalishe hapo basi chap chap. Familia yangu iko wapi? Oi. Twende basi tempa. Twenzetu. Pale tuantae. Nani yule mtu? Niwaambia twende tukazungumza pamoja pale tuone kama kuna station yoyote ambayo wanaweza kutusikiliza ili tujue. Sawa. Sema pale sasa ustaarabu, maana mimi nimeomba sana, wanazingua kinyama, sijui naelewa. Kwa hiyo kama vipi? Unaweza hata ukanao kidogo kichwa nini kae sawa maana. Mimi niko sawa tu maji sasa. Hauko sawa. Hamna, nipo sawa mwanangu. Mimi nipo sawa, ndo nipogo hivi fresh. Kiasi unajua feelings. Sawa, mimi naona kuna maji hapo ngetaka kidogo. Mimi sinayo mwanangu, mimi hapa niko sawa, ni feelings tu tunajua tena nilikuwa nampenda ndio maana. Ulikuwa mpenda? Na labda umejaribu kuwa na mtu mwingine? Hamna sasa, yaani mtu mwingine hapa nyuma akili yangu haifanyi kazi mwanangu, toka ameondoka mimi nakula. Una sababu ya mawazo? Mimi si niko nishamzoea, alafu na malengo naye mwanangu. Una malengo naye? Basi pale mimi naomba utonge kwa ustaarabu, tusimzingue au vipi? Jibu lolote akalojibu tulipokea, alafu tuamue kama tuna move on au tunajenga au vipi? Barida. Kwa sababu wewe unatakiwa maumivu yatoke ili uishi maisha mengine. Sawa. Ameshakula. Umelipa kodi? Nimelipa. Kwa mkweli, waungwana wanaweza kukuchangia pale kidogo, kumbe ukawa na stress mbili, kodi na mwanamke. Umelipa kodi? Hamna, mimi nimelipa, hapo mchawi mbaya. Simu ndo una? Simu amepasua yule. Sawa, basi tufanye mpango. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kama ikiwa bado hujagusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini, hutoweza kupata nafasi ya kutazama video zangu zingine. Sasa kwa nini usitazame stori zangu? Hebu gusa sasa hivi ile neno jeupe ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi video yoyote ile ambayo nitakuwa naiposti katika peji yangu, wewe sasa
uwe mtu wa kwanza kuitazama, wa kwanza kupata notification, uwe wa kwanza kucomment, uwe wa kwanza kulike. Si ndio? Tuendelee na hii story. Mimi sina mambo mengi. Gusa hilo neno kwanza jeupe. Hilo neno jeupe gusa. Gusa. Ewa. Umetisha mwanangu. Kula chuma. Kaa uko pembeni yako wewe bora. Kaka hapa. Kinyama. Ya. Bwana, kama ulivyoniagiza na mimi nimetii. Nimemfikia mhusika japokuwa alikuwa amekataa, lakini mwisho amekubali. Mhusika bwana, nimejaribu kuzungumza naye baadhi ya mambo hapa, kuna vitu amenijibu, lakini nikaona na wewe uwepo ili mradi uweze kuvisikia. Cha kwanza, kitu gani ulichokimisi kutoka kwake? Kwa mkweli, ambacho unahisi kuwa huwezi kukifanya kwa sababu yeye hayupo. Unajua time moja alikuwa ananipa maopo hivyo, nilikuwa najisi mtu, unajua, ila sasa hivi sielewi. Na hiyo moja ya hope ambayo alishai kukupa wewe ukaona kuwa hii hope ya kiutu uzima sana imenibadilisha au inanijenga au itakuja kunibadilisha, ni hope gani hiyo kutoka kwake? Ananisapoti sana, si unajua time moja alikuwa nakupa hela sana. Ulikuwa unampa hela? Mimi Hajapata msamaha, kafuata pesa wapi? Namna huyu yuko sawa tu. Unajua huyu bwana hapa situation anayopitia ni ya stress, yani ana mawazo, afa ana mawazo kwa sababu yako. Sijapata pesa bana, mimi nampenda. Sasa unasema nimefuata pesa tu. Uone hata haya. Ukisonia huyu anachonjea tu. Mimi kakangu nilichokuomba ushauri kama tulivyosema huyu. Lakini wewe ulikuwa unajua story yake huyu na buibui ndani avae tuvaishi na ushungi imeisha. Kama yeye wa kike kweli. Basi tusifike huko. Sawa. No, tusifike huko basi. Mimi nataka nikushauri hapa upati tena, sijui kama zamani, sijui upendo, sijui mahofu. Badilike wewe kama mimi. Hii asona fanisha mimi na wewe au unachukulia. Hautakiwa mahofu, sijui manene haupati tena, hemkuwa kama ulivyoumbwa. Oya, hasa mimi ndo nimeumbwa hivi au unatakaje? Sasa mtu wako hakupata msamaha. Yaani mimi sitaki hata kukuona hapa. Toka mimi bora ninyamaze tu, maana naona hata nikiongea naonekana na mdomo. Nimemheshimu kaka. Kwa mimi unitaki. Yaani nilikuwa sitaki hata kukuona, hata kukuona. Unanipa kwa nini? Hivi hajakwambia moja nikuelekeze. Huyu kaelekezwa mapema kwa kwamba kaambiwa hivi. Mimi nilikopo na ule kwa sababu ya stress. Ufahamu? Kwa alikuwa anatumia kwa mimi. Kila mtu yani unajua sasa hivi watu wanaenda na muda, kila mtu anatumia time ya mwenzie. Usipoweza kuiwahi ya mwanzako basi. Kwa ajili ya stress, si ndio? Ulikuwa unipendi. Alikuwa gani anakuambia kuwa anakupenda? Au maopa alikuwa ananipa ni hawezi kuniacha, alinafa anakuja kusema eti alikuwa kwa sababu ya stress. Unaachwa wanga. Wewe unajua nini? Badilika hiyo. Au vipi? Au ananipoteza sana. Mimi nilikuwa nakupoteza, kwa hiyo badilika. Kwa basi kama mimi. Kwa mwanzoni ulikuwa uone, si ndio? Afu unajua nimeolewa sasa hivi. Nakuomba ndo zao zako. Uondoke tu. Alafu una nguvu wewe, umetoka huko umekuja hadi ndani kwa mtu. Mimi nimemuomba. Mimi nimemuomba. Sasa unafanya nini? Si shamaza nataka ugomvi tu hapa. Aende mume wangu akimkuta hapa. Mimi sina cha kuongea, naingia zangu ndani. Mimi sipo, nitaondoka wa kwanza. Huyo mwanamke message hata simfahamu. Kwa nini wewe hapo unakuja kwa msamaha, unachokipata hukupati. Kama unataka nikutolee baibu, yani mimi hicho ndio cha kukusaidia. Baibu la kazi gani? Kama mtoe ni huyo bwana. Yaani unaona amekuwa ameamua kuungana kunidhalilisha, yeye na shoga yake ananidhalilisha. Mimi eti mimi nivae baibu. Kwa mimi nimekuja kuvaa baibu hili. Kuwa na moyo wa kiume.
Unajua wanaume tunakutana na vitu vingi, ila tunaweza kuvihili kwa sababu tumeumbwa. Hawezi kuamini shakuta mwanamke tayari. Mimi nimwambie awe na moyo wa kiume. Kwani wewe siwezi kukwambia uwe na moyo wa kiume? Lakini hapana, mimi nampa moyo. Mnaniteta mimi, si ndio? Mimi nimekuteta tena ndugu yangu. Hadi na wewe umekuja huku umeungana nao kwa mimi ndio maana nivalishe na nilisi, ndio. Mimi siwezi ngafanya vitu kama hivyo. Wewe unanijua bwana. Tumezungumza mara ngapi mimi na kufanya hivyo kama mimi naonekana mimi navaa Bible. Hapana. No, usifike. Mimi tumekuja sisi tupatane na. Mimi ndio maana nakwambia kuwa na moyo wa kiume. Kuwa na ule moyo wa simba. Sasa hapatani naye wallahi. Mimi sitamani hata tubishane hivi jamani, tutoelewana. Natamani tuongee kawaida yaishe. Maisha yanabadilika. Sasa basi asingenipa maovu yale, yani angekuwa anajua ndio maisha tunaongopewa vingapi wewe wa kwanza. Sasa kwani wewe unamchukuliaje? Wewe poa. Wewe chill. No, chill. Nakuomba uchili. Wewe chill yaishe. Msije mkafikia sehemu mbaya wala ni yaishe. Wanaume kuja kuongea nao habari za vijola, sijui Bible. Hivyo sio mimi. Ukweli gani? Mimi sijazungumza naye. Wewe uko unioni mwanzo. Mimi nakwambia ukweli, kama unamtaka ilikuwa ni mood. Mwambie kama anakutaka badilika. Sasa kama unitaki niambie sababu za mimi ni vibe nini sijui. Abadilike wewe. Awe kama wanawake wengine pengine utapendwa. Wewe kama unataka mambo yako awe ya kihuni, hapa hupati chochote. Yaani umeambuliwa wewe. Shoga yako mwenyewe ananitaka sasa. Mbona anakufanyia hivyo? Mimi sitaki, mimi sio vitu vyangu wanawake wenzangu. Sasa mbona anaanza hivi sana? Namba uende basi. Lazima nimtetee mwanaume wake, najua alivyo. Mimi nimekaa hapa napajua sana mwanaume wake, najua alivyo. Shafahamu? Umempoteza huyu. Lazima hata anipoteze nini? Mimi mwenyewe nimejitambua. Mimi nimekutana naye juzi tu, tumekaa, nimemzoea, nimempenda, tunapiga story kawaida na discuss, lakini hajawahi kuna discuss story kama shai kudate na wewe. Pengine hiyo hawezi kwa sababu sana najua alichokifanya. Kwa sababu ni ujinga. Au kwa ulivyokuwa na mimi ulikuwa ujinga kama ni ujinga. Ni ujinga. Ujinga, si ndio? Ujinga mkubwa sana. Mkaka sijui ndio kwa jina lako huyu unamtetea, lakini yani mimi naona kama mmeungana sijui. Mimi mwanangu, yani mimi siwezi kumtupa. Mimi mwanangu siwezi kumtupa. Wewe sasa mbona umwambia uko na mimi? Sikia, uko na mimi. Kwani ulivyoachwa ulikosea, si au kukosea ndio maana ukaachwa? Kwani ulinikosea? Mimi najua labda nimekosea, labda hautaki kuniambia ni wapi nikukwaza, labda kuna kitu nilifanya kingine kuacha wewe mimi ninavyojua mimi, nawe uniambie hujakosea popote, ila ndio ulivyoamua kunitenda hivi, ndio mimi sikuelewa, ndio nisikubali. Unaona mimi unachezea mimi, sasa ndio nishaolewa, mimi sikubali. Mwelekeze wewe mtoeni hapa, mimi sikubali. Unaona? Basi mbona hivi? Umesikia? Alikuwa anachezea muda wote, mimi nimewekeza muda bana, kama mcheza na ananiambia tena fofoto anaolewa. Yaani wewe kike mwenzangu nalilia kuchezewa? Nimechezeana. Mimi nimewekeza muda wangu kwa sababu kwa ananipa muda. Mimi nimekaa nimetulia na wewe najua niko na mikenge. Huyu atakupa nini wewe hapa duniani? Alichokuwa ananipa anajua mwenyewe. Sawa, alichokuwa anakupa mngerutubisha nini au mngeleta nini hapa duniani? Sasa kwa nikurutubisha ndo mimi nimempenda yeye, tufanye mapenzi. Una mdomo, pengine uliachwa kwa mengi na mdomo pia unao. Muulize, mimi sijawahi kumletea shiti yoyote, ila mwenyewe analeta upati, penzi upati, baba hivi uendeza zake mimi. Kwa unachotaka nini labda? Nakutaka. Mimi huwezi kunipata. Ushankosa. Muda wake jiwahi kwa mimi mpigie simu. Labda hilo ndio jibu clear, huwezi kunipata. Nampigia simu sasa hivi. Simu kwa wapi? Mimi simuogopi tena aje ile mimi nijue sana. Nijue mimi na mimi nimjue sasa hapo yenyewe. Mimi sitaki mwenzako skendo hapa mtaani. Wallahi najidhalilisha kwa huko. Hapo yani okay sawa, hebu mpigie kama inawezekana. Mpigie. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kama ikiwa bado hujagusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini, hutoweza kupata nafasi ya kutazama video zangu zingine. Sasa kwa nini usitazame story zangu? Hebu gusa sasa hivi hilo neno jeupe ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi video yoyote ile ambayo nitakuwa naiposti katika peji yangu, wewe sasa uwe mtu wa kwanza kuitazama, wa kwanza kupata notification, uwe wa kwanza kucomment, uwe wa kwanza kulike. Si ndio? Tuendelee na hii story. Mimi sina mambo mengi. Gusa hilo neno kwanza jeupe. Hilo neno jeupe gusa. Gusa. Ewa. Umetisha mwanangu. Kula chuma.
Nateseka nini hapo? Wewe mzee, kwaje kaka? Kama mwanangu. Shwari. Baridi. Tulipozi kwa sababu kuna kitu ambacho nilikuwa nakuelezea kuhusu hiyo video ambayo tunachukua hapo. Lakini hii sio video mbaya, ila tupo tu kwa ajili ya kujenga, unajua sorry kama nitakuwa labda nimeingilia katika mahusiano yenu, lakini ni elimu tu ambayo tunataka kuipata kwa baadhi ya vijana ambao wametumbukia katika matatizo kama ya baadhi ya watu wengine. Na hapa unapoona tuko 1 2 3 4 5, lakini kilichonileta hapa ni huyu ndugu yetu. Mahusiano yamekuwa changamoto kidogo, mpenzi wake yani ameachana na mpenzi wake, so stress zinakuwa zinamtesa, anapitia wakati mgumu, anajikuta anajifungia ndani, anavuta madude yake, amesema yeye mwenyewe imadi kuwa sawa. Sasa tunaweza vipi kumsaidia huyu ndugu yetu? Inabidi hapo kufanya, sababu yeye anakuwa na nani, anakuwa na stress kula bangi. Ndivyo alivyosema. Sasa na mpenzi wake si unamjua anemtesa? Sijamjua bado mpenzi wake. Kwani wewe na huyu amfahamiani? Hatufahamiani kabisa. Wewe ulikuwa unasema unamfahamu sio huyu? Isela mimi namfahamu, sio kwamba ndo namjua, wala mimi namuonaga tu, na najua ametikasi kwamba mimi na mtu huyu anashatuona na ameshanitega sana, inaonekana. Mwanangu eti umempola namtolea mimacho, japokuwa mimi anijui, simjui, ila amekuwa kwenye mitikasi yangu, ninapopita tunagumiana, hata muda mwingine nikiwa na mampenzi nini hivyo. Eti ni umemwibia mwenzako mchumba wake? Sijamwibia mimi mchumba. Hujamwibia? Umeibiaje mchumba? Mchumba hizo kuibiwa mchushe. Huyu mwanamke unaishi naye sasa hivi ni kwamba alikuwa ni wa huyu? Sio kweli. Lakini hata mwanamke pia naye kakubali. Anasema kuwa kipindi cha nyuma alikuwa anapitia stress ngumu nini, mawazo, kwa hiyo akajikuta ameingia kwenye mahusiano na bwana mkubwa hapa. Ungeweza kumnini mumeo eti kumwambia mume wangu nilikuwa na date na watu wa mboi. Ningeweza. Like serious. Kwa nioni kwa hiyo muda huo. Huyo hapo alikuwa ananipa wewe. Lakini ni kweli ulikuwa unajua kama wana mahusiano huyu na huyu? Ulikuwa ufahamu chochote? Kumbe alikuwa anachukulia poa, kumbe mtoto mtoto wa Kizanzibar wewe choko kumbe. Wewe umemtoa wapi kwanza? Mbona mimi hujai kunionyesha wewe? Okay, basi tumalizie hivi. Kwa upande wako bro, kuna vitu gani ambavyo umevikuta vya utofauti na wanawake wengine kwa huyu? Yaani ulivyoanza kudeti na huyu, kwa sababu uhalisia ni kwamba huyu hakuwa sehemu ambayo yeye alikuwa ni sehemu ambayo sio kama kihivyo, sio, unaelewa? Kuna mabadiliko gani ambayo labda umeshawahi kuyakuta ukahisi kuwa ni kweli alikuwa labda ana date na mtu mwingine ambaye yuko hivi? Ni kweli sijawahi kumwona na mtu yote na date naye. Yaani ni mtulivu, nikimwangalia ni msikivu kabisa, yaani mpole, ana heshima nzuri kwanza. Ukimwangalia hata mwenyewe unavutia jinsi mwanaume je unavutia ukimwona ule mchumba. Wewe kwa upande wako sasa, wewe final say kwako wewe, yaani neno lako la mwisho, ulikuwa unataka nini? Si mimi nimemfuata yeye na hapa amemfuata ambaye ni mpenzi wake ambaye wameachana bila kujua ugomvi ni nini. Kwa hiyo tumetoka huko bwana, amekuja hapa kupambania ili madi apate nafasi mpenzi wake arudi. Mpambania mpenzi wake gani wakati yule mke wangu mimi? Afu kumaanisha mwanamke atampendaje mke wangu mimi? Hata ingekuwa yeye mjomba. Sasa umenikagua kwa mimi mwanamke, ushanikagua kwa mimi mwanamke. Mbona sana nachukulia hizo? Wewe ni mwanamke, utampiga mke wangu. Sasa hii afu kumbe unajua kwenda na itikeli, wewe angalia itikeli za mtu au ukiangalia juu mpaka chini, mimi mwanamke mwana. Kwa mimi nakulete. Oya hii. Wewe mwanangu, wewe mwelekeze, wewe muda huyu ile jana lete na mishiti. Kwa umeungana wewe. Pata kwa sisi sote. Mtoe shiti tutazipata. Basi ngoja. Ananiharibia ndoa yangu. Sasa si ndio tunazungumza kwa sababu dakika za mwisho.
Unajua nini? Mimi sijaungana na mtu. Mimi niko na wewe. Mimi niko na wewe mwanangu. Umesikia mwanangu? Mimi niko na wewe. Ndo unavuka mipaka. Okay, tena mipaka umepitiliza. Sawa, wewe umepitiliza. Kuona nikataa mbele yake. Kwa hiyo anakupa hela, si ndio? Jiheshimu. Wewe unataka kukata mbele na naenda kashamuoa. Anampa nini huyu? Wallahi mimi nilikuwa sipendi kuingia vitu vya watu, lakini wewe nimekuona. Unajua tukienda mbele tukirudi nyuma guys, haya ni mapenzi. Kwa hiyo yeye pia ana feel mapenzi gani? Hataki mtu akishakuacha basi usifosi. Yaani hamna. Yaani wewe sawa sawa unafosi mtoto wa miaka wa miezi 9 atembee tembea sasa hivi. Uko unanipa mimi maovu. Kwa hiyo yani leo ndo basi upewi tena nawe ashapiga mtu na. Kwa hiyo kisau binti. Kisau si ndio? Kwa mimi siku ananiita binti. No. Wewe amekuja kuniita mimi mwanamke, wewe ananiita binti. Basi. Wewe dili sikia. Dili na mimi. Dili na mimi. Usije ukajali. Usifanye chochote. Njoo tukae tu. Kwa nini unakata usijisi? Njoo huku, njoo. Njoo. Sawa. Njoo huku. Wewe kaa. Unaona hivyo mwanamke wewe ananiita binti, wewe ananiita mimi. Dili na mimi. Wewe ndio poa hapa. Okay, sawa. Tunamalizia tu hapa neno letu moja tu la mwisho. Sasa hivi tunamalizia. Okay, sawa, nakuja kukaa hapa. Sawa. Sasa ili hata karibu na yani umesikia? Mimi unajua ni bro, mimi sijaja kuharibu nyumba yako. Ila fahamu ya kuwa mimi naishi labda utakuwa unafahamu. Wewe ndoto umekuja mwanangu? Nimefika mwanangu, nimekupigia simu sana afu naona kama upatikane. Nakubali ndugu yangu. Pamoja. Okay, sawa. Tumalizie hili tu ndugu zangu. Bro, mimi sijaja hapa kwa ajili labda ya kuharibu mahusiano yako au vipi? Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuliweka sawa. Fahamu ya kuwa kwa sababu dakika za mwisho ni kwamba kweli ameachana na huyu, lakini huyu bado anamfuatilia kutafuta nafasi aone kama kuna namna anaweza kumrudisha mwanamke wake. So wewe inabidi pia ujue ya kuwa mwanamke wako kuna mtu ambaye anashindana naye, ambaye kuna mtu anamhitaji pia. Sijaona hawa walikuwa wapenzi kipindi cha nyuma. Huyu mwenyewe amekiri, amesema ndio. Si unaelewa ndugu zangu? Kwa hiyo hapa mimi ninamtetea. Kwa kama hata kama nimekiri, yani mnataka iweje? Kwa mfano kama unajua nini? Mimi leo natamani, umesikia? Mimi ninachotamani. Umesikia? Mimi ninachotamani. Ona, mimi ninachotamani leo. Mimi ninachotamani leo. Baada ya hili, wewe uende hata kama utakuwa na maumivu, ila uende ukatulie, ujue mtu umeshampoteza. Kuna vitu vikiondoka haviwezi kurudi kama kifo. Si unaelewa? Yaani kuna vitu sometimes vinakuwa ngumu kurudi. Kwa hiyo umesikia? Umesikia bosi wangu? Umesikia mwanangu sana? Yaani nikwambie kitu, wewe usipandishe hasira wala ninusiwe hivyo, lakini fahamu ya kuwa kuna vitu ukiendelea kuvisubiri vitaendelea kukuumiza. Unajua wewe umekataa kumove on. Kwani subiri, katika maisha yako wewe ndio mwanamke wa kwanza kumpenda? Sio wa kwanza, lakini mbona kuna wengine umeweza kuachana nao? Kuachana nao ni hao wengine, lakini yeye mimi ndio nimekubali. Unataka kusema hao wengine waje kukuumiza? Watu wameacha jua la mama yao. Mimi nimembelieve, unajua sijui unaelewa. Nimembelieve sana, afu time moja anakuja kunitia dharau kama hizo. Kama alivyokuambia mwanzo, pesa ndio zinazomchanganya, hakuna chengine. Mimi sio pesa. Changamsha miguu ende zako, hakuna anayekutaka hapa. Mimi sitaki kukuona. Ndota, wewe subiri kwanza. Ndota, wewe tena Ndota, nakumbuka siku ile wewe mwenyewe ulikuwa mkeka, jamani, watu wanafanya swala, sio tukaukanyana. Ndota, mimi nakumbuka siku ile mwenyewe ulinipa wewe kisa cha huyu mtu. Ndio maana mimi leo mpaka nikaamua kuja kushuti video. Kwa upande wako wewe, labda unavyohisi, huyu ni mwanao, huyu ni familia, si ndio? Yaani ile reality, una neno gani la kumwambia mwanao kwa kutokana na situation ambayo wewe unaijua? Mimi bwana, ndugu yangu bwana, kama nilivyokupa hiyo story siku zile kwamba nitaka uje hapa kufanya vipi uwapatanishi kama inawezekana. Maana umeona wewe mchizi alikuwa rasta, ujue kanyoa kipara kwa ajili ya huyo mchumba, ujue. Ulinyoa kweli? Huyu alinyoa kwa sababu yako? Kanyoa kwa sababu yake. Mimi si ninakwambia sisi ndo marasta. Huyu kanyoa kwa ajili ya ndio maana nikakwambiaje muuni, unajua akakula hali, lakini kunya anakunya, sema sijajua, anajua mwenyewe. Nikakwambia fanya mpango, ufanye vipi uwakutanishe. Mumsameni poa. Huyu kaja kuharibu maisha ya watu. Nisikilize basi sisi. Huo uswahili wako si ati utaki. Unaona na hili liko sawa. Mwanangu. Kwani umeolewa tayari? Nishaolewa. Mume wako wapi?
Hebu njoo kwanza wewe mwenyewe sura kaa nyani. Wewe ndio umemua mke wetu au sio? Ili teja, wewe asema nini Mansuri? Simemkataa. Wewe kausha useme mwanamke usimeni usela. Msiote bali kama hizo afu sela. Unaendekeza ujinga. Ujinga wewe sikiliza wewe. Wewe macho, mwangalie macho. Umeona wewe? Wewe Mansuri. Wewe si tunaondoka. Kwa mwanangu ile mpaka mida hii asubuhi. Kwa nyie hamtaki kabisa tulimalize. Hamtaki tulimalize kile. Wallahi hivi mtaikata. Sasa mimi sipo tayari. Yaani Ndota naombeni sana msifike. Msifike Ndota, msifike huko kabisa jamani. Mimi nimeomba hili swali jeliishi. Wewe umewalini wewe? Mbona unatujia kadi ya mwaliko? Umewalini? Msituetie ujue msifanye. Nimeolewa au sijaolewa? Huyu mume wake wewe, huyu mume wake. Mume wake vipi? Wakati huyu mwanamke vipi? Wewe sio wewe mwanamke. Una akili mboye. Wakati huyu mwanamke vipi? Wewe Mansuri. Kausha usimeni kama hivyo usimeni. Mansuri, wewe usintishe. Nikukagua mimi. Tulia wewe kausheni. Mansuri. Sikilizeni. Kwani Ndota? Subirini kwanza. Ndota. Mimi sitaki tuondoke Ndota. Mbona unataka kulifanya jambo kwa kubwa afu ilikuwa linaisha kirahisi? Sasa huyu vipi? Sasa mbona unajua hapo nyinyi mnaona? Yaani hapo kwa design hapo kwa design yenyewe mnavyoliweka ili paka mnataka kama yani mnataka kutunza kama ugomvi, kesho mkionana mmindiane. Mtu anaongea na mpenzi wake yule mmindiane basi, msimindiane. Nini? Sisi tunakamta pili tuwapatie sikia hata madufu. Hatuyasikia kigodoro. Hata vile gelegele hatuyasikia. Jamani muulize swali. Washe mbona wewe mwanamke na mwanamke wanaoana? Kimya kama jamani msitake kugombana. Mansuri uko unaamua vipi? Mimi ninachotamani hapa watu tuondoke kwa amani. Sawa. Yaani hapa ni kwamba leo huyu asamee kama limeshindikana ili jambo kuongeleka. Tulia. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kama ikiwa bado hujagusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini, hutoweza kupata nafasi ya kutazama video zangu zingine. Sasa kwa nini usitazame stori zangu? Hebu gusa sasa hivi hilo neno jeupe ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi video yoyote ile ambayo nitakuwa naiposti katika peji yangu, wewe sasa uwe mtu wa kwanza kuitazama, wa kwanza kupata notification, uwe wa kwanza kucomment, uwe wa kwanza kulike. Si ndio? Tuendelee na hii story. Mimi sina mambo mengi. Gusa hilo neno kwanza jeupe. Hilo neno jeupe gusa. Ewa. Umetisha mwanangu. Kula chuma. Umeona Ndota? Chukulie poa. Sikia, mimi Ndota, mimi nachotaka kitu kimoja. Ili tulizungumze. Sasa kesho mkewe. Mimi sitaki bwana. Subiri basi. Ndota acheni bwana. Msitake kugombana bwana. Ndota sikia. Umtulize. Sikia. Mtulize ndugu yako, acha biausho. Mambo gani sasa hivi hapa? Sikia basi mwanangu. Yule apewe mkewe, wanamhitaji yule mwanamke wakati ule sela. Sawa basi mwanangu, wewe ndio limeshindikana. Wewe mwenyewe unaona bro, macho mwanao unaona kabisa ule simeni ujue. Ndota hili liishe basi tumalize mwanangu. Basi amalize basi. Sisi tumetoka paka Mbezi ujue. Wewe Ndota ndio umempa moyo, umempa. Mimi mwanangu naona kimya tu, mwanangu majibu yatoke wa kuingia ndani. Acheni hiyo miausho. Sasa huku vipi? Vipi sasa? Vipi mwanangu? Huyu mwanangu kashika viwembe mwanangu. Ndota mbona anazingua huyu mwanangu? Hebu njoo kwa. Hebu nyanyuka. Ndota hebu njoo bwana, njoo mama. Njoo. Twende nje. Ndota hebu njoo chukua hii. Chukua. Chukua mwanangu bwana. Chukua. Acha nitakupa kibao. Tulia bwana. Tulia basi, tulia. Waifomu ndo nini tu kumaliza mtu serikali kali. Wewe unajua serikali unataka balaa. Pesa kujeruhi hilo. Haifu vipi angalia? Vipi unaingia? Huyu mwanangu huyu. Kamchana pakubwa. Sio sana lakini. Hata kama kwa nini amchane? Kwa nini Ndota? Sasa mwanangu vipi? Angalia mwenyewe kaumia vile angalia. Yeye mwenyewe kaumia. Jinsi gani? Mambo gani ameumiza na mambo gani haya mwanangu? Ya ukam kama ipo hizi. Tunaongea mwanangu, tunaongea vizuri. Kwa mwanangu kile kiwembe
Sasa mwanangu ndo tunataka kufika huko sasa ndo nini mwanangu? Sasa huyu ndo atarudi. wewe mwenyewe ushaumia ungemtoa utumbo. Da pole mwanangu. Utatoka mtoa utumbo hapa. Mimi mwanangu ukimtoa utumbo mimi nataka na ugali tu kabisa. Angalia mwanangu, kama unashajiumiza hii nini sasa? Hii nini? Tuliza bwana. Ya huyu bwana. Mwanangu angalia jamaa. Tulia bwana, sio msema. Oa, sikiliza bwana. Mo, sawa, kausha. Oa, ushaharibu kausha. Unapata ndo nini? Acha usema mavi. Acha usema mavi. Unakunyaje sasa hapa? Unakunyaje sasa? Wewe wafuata, ngoja sikiza. Unasikiza nitakuacha. Unasikiza? Kausha sasa. Kausha. Oa bro, tunafanya vipi? Basi mwanangu Tondokeni au sio? twende basi. Kausha. Basi msifikie huko bwana. Hatujaua wewe tulia. Kausha. Sema nini sasa? Sema nini? Sema nini kausha? Sema nini sasa? Hiyo yenyewe bado. Unajua hadi hapo ndio. Tuondoke mwanangu, tuondoke. Ndota, chukueni pikipiki mwanangu. Chukueni pikipiki mimi nitakuta kijiweni au vipi? Chukueni pikipiki sasa hivi. Watu wenzetu kombe samani tuondoke hapa. Sharibu. Mimi sijapenda. Ulivyoongea tofauti na vilivyotokea hapa hivi kweli hivi. Wewe umesema kuja tuongee sisi tumwelimishe. Unajua nini? Pole mwanangu, pole. Sasa mambo gani haya? Hebu mwekee chumvi, hebu naomba chumvi. Chukua chumvi mwanangu mwekea. Mimi sikutaki tu nenda. Wewe nenda kakaangu. Tutamalizana wenyewe. Twende ndani. Hayo ndio machallenge yenu wenyewe mnayopenda alafu mnauliza watu. Ushatuletea watu wahuni, ushatumizia watu. Hamna tena hapa amani, ishaisha. Si vizuri hata mmezidi. Sister. Brother. Sawa sister wangu, sawa. Brother, I'm sorry bwana. Sorry ndugu zangu. Basi twendeni hapo basi twendeni duka la madawa. Sawa, twendeni. Bro, twenzetu basi hapo duka la madawa tupate hata dawa. Mtamwelimisha kwa Mungu wengine mistaki. Mimi si hatulizungumzii hilo tena, Inatosha. Tamwita mjumbe hivyo. Basi mimi naondoka. Jamani. Tunaondoka sister. Jamani, mimi hii alikuwa lengo langu. Mimi nilikuwa na nia ili jambo tulimalize, lakini naona limeshindikana kutokana na sijui mvaganyiko tuseme au nini, lakini Ndota naye meusho. Chekishia madamu haya mwanangu, angalia madamu haya. Sasa Miki hapa tunafanyaje? Au tukamzungumze na mjumbe? Sasa mjumbe tunamwambia nini? Sema unajua mwanangu, yule jamaa tusipompeleka hospitali yote utaonekana sisi ndio mieusho. Hivyo unajua hilo Miki? Wewe nikamuombe kama inawezekana. Niombe tu mradi watu tusimalize kisilani. Alafu tumtafute yule mtoto, tukutafute Ndota tukaongee naye chapa. Sister. Nakuomba mara moja, bro. Brother, nakuomba mara moja. Hii ya mwisho sasa. Okay, sawa, ya mwisho nakuomba. Ona. Toka.
Ndota. Ndota, ngoja mwanangu, ngoja tuje tuzungumze mwanangu. No. Mwanangu, sikia mwanangu. No. Vipi tena bro? Sema mwanangu huyu kaleta 4. Mimi nakwambia ukweli, kazivua. Hasa mwanangu, angalia action gani zile mwanangu. Mimi wewe unadhani mimi wananichukulia? Sasa mimi nimekuchamba wapi? Mimi nimekuchamba mimi nimekupambania hapa. Hawa mwanangu mimi sijali chochote. No mwanangu, vile wale chochote kile. Unajua nini? Ndota, sikia. Dakika za mwisho mimi naenda kumchana nataka tulia mwanangu. Unajua Ndota, dakika ya mwisho mimi mwanangu nafahamika au nafahamika. Siku kama watu kupatikana sisi ni rahisi. Wale ukienda kutoa taarifa mwanangu, sisi kupatikana ni rahisi. Huyu ni changamoto. Yaani hakutakiwa kufanya vile mambo ya viwembe. Au pale mtaani kwao, bora tenge kwa mtaani mwanangu. Zile dharau zoleta wewe uko nasikia kwa ungana na. Yaani hizi au ngoja subiri kausha acha miumbea. Yaani issue sio za mimi naelewa situation, mimi sijachamba. Sikiliza basi. Ngoja kwanza. Vipi kwanza uko ndani? Maana mtoto yule huyu umemwambia. Wamenifukuza mwanangu. Wamekufukuza kwanza vipi? Huyu mwenyewe naye angalie. Si ndio nilikuwa nataka niwapeleke hospitali mali tupate cha kujitetea, wamekataa. Nimwambia twende dispensary, wanakataa. Kwa hiyo inaweza kaa noma au sio? Lazima iwe noma, usiulize hivyo mwanangu. Hapa mwanangu tunakaa sasa hivi hapa Stella sema sasa kama vipi ile. Tugeni mbele kwanza. Ondokeni. Njoo huku tuzungumze. Miki njoo. Sio kama anaungana. Ile mwanangu noma, mambo ya viwembe sasa hivi mwanangu. Kweli mwanangu. Sasa mwanangu, angalia mwanangu, hata kama kaleta dharau, unamkata afu ipo nyumbani kwao mwanangu. Ungepiga kwa nguvu pale. Sasa umkate shingo mwenzako kwa sababu gani? Ndio maana tuzungumzie huku. Unaona sasa mwanangu, umesikia? Familia, sikia. Mimi kama kuna mahala mwanangu nimeboronga, wewe utanisamehe, lakini mimi sikuwa na hiyo dhamira. Mimi nilikuwa nataka ili jambo liishe, tulizungumze liishe kwa pamoja. Kwa sababu Ndota dakika za mwisho mwanangu, sisi ni rahisi kupatikana. Na mimi ndio maana Ndota mimi nilikuhakikishia mwanangu, pasitokea ugomvi Temeke mimi napajua. Nimemsachi, si unajua hana silaha yoyote. Hana silaha yote, ana kisu na bunduki, ana bunduki, ana kisu. Lakini nikamwambia mwanangu, chukua hapa nyembe, unaweza kujikata kati ya kuche, kaenda kumkata mtu utumbo mwanangu, ungetoka utumbo. Yule ameleta salama. Huyo ya ukamu sasa hiyo inakuwa noma kanjiani, umeleta wewe pale, wewe unataka kwenda jela. Mwanangu, mambo ya viwembe hivyo mwanangu, unajua mwanangu anataka kiwembe. Ngoja alafu ujue maisha ya kweli, nikwambie ukweli. Wewe kweli wewe mwanamke. Sema ndio maisha ya kiuni, tunapitishana tunaishi kiuni au sio? Wewe ngozinge mumzuru mtu. Wewe mtoto wa kike, unajua sema ndio hivyo tu, ndio jinsi gani tunaishi hivyo kigwani. Wewe pale mwanamke mwenzio na mumewe tena ambao kaolewa pale. Mimi nimebisha, lakini nimebisha basi. Kwa sababu mwanangu sitaka kukuacha ile, nimekupataki ubavu, yani mwanangu nimebisha, lakini nabisha unafiki. Lakini na huku mwanangu mimi bila Ndota mimi nisingekufahamu wewe. Elewa, mimi ndio nimekuchapa. Mimi dakika za mwisho mimi lazima nimuelekeze Ndota. Ndota amezingua. Ndota nilimpanga asifanye vitu kama hivyo. Ndio kanjani hiyo mwanangu umeleta pale. Hasa kama unapenda ungeenda peke yako, sio kumchukua huyo mtoto wa watu mstaarabu auke mtia kidonda naye. Mimi sijakukorogea. Mimi pale lazima niwe upande wote, yani niwe kwako na kwake. Unaniuzi. Mimi sipendi ujue, mimi sipendi. Basi okay sawa. Okay. Fanya hivi. Naidi kitu kimoja. Simple tu. Wale watu utapotezea, utaachana nao. Kama inawezekana mwanangu, msahau. Kwa sababu mwanangu demu anakuletea dharau, afu demu utakuja kumchinja shingo bure, utafutwe. Maya utakuja kukamatwa mwanangu, afu mambo ya sio. Mimi nakwambia kweli, umeona sasa hivi sio mapenzi tena utakuwa unafanya kwa sababu ya hasira. Unaweza ukafanya tukio ambalo tukio hilo likakupeleka wewe Segerea, afu ikawajau. Wewe mwenyewe unandotoka. Pale nilipomkata, je, kwa mfano alipokuwa anamkata pale tumboni. Pale hamna miezi 6, sasa mambo gani haya? Alipokuwa anamkata tumboni angeteleza, angemkata ile makende mtoto wa watu. Na kaoa hata mimba hajatia. Unazingua baba, unazingua wewe, umezingua. Sela umezingua. Jamaa mwenyewe mpole kinyama. Sela umezingua. Sio dharau macho masikombiso, Sela umezingua. Mikiriti yapo lili umezingua. Barafu. Nakwambia. Sikia Ndota.
Na nakuomba mwanangu, nakuomba Naambia. Ongea naye. Yule demu achane naye kwa sababu demu anamharibia, alafu demu anamchafua. Bro, sikiliza, yani hapo umeona? Yani huyu sio kuongea naye, huyu hataki astaki yule demu tena basi. Yule pale mimi nikimwona naye nampiga mibunda mpaka yeye mwenyewe. Japo namuita Simeni, oa Icon, sikiliza. Wewe muuni au sio? Maisha yake unaelewa. Unaweza kufashia fashi wangapi au sio? Yule yenyewe mchumba tu, asumbua chumba hapo kibao, kila siku anazaliwa, kila siku anaongezeka nchini, wanakuja kuspend tu kutalii. Wewe achana naye mwanangu, kwanza maisha yako. Si unajua mwenyewe ushaumia. Yule mwanangu hapo nyewe ushaumia sana. Baridi asaipitisha. Pitisha tumeze mjadala hapa mwanangu. Si unajua sija wanasema akatoka kule, si unajua bwana sensi gani ile. Oi. Fanya imeisha au sio? Achana naye au sio? Achana naye tuondoke, tukaeke kidogo akili sawa. Simama basi tuondoke. Sema mshukuru brother, baridi fresh umemwona mara mwisho na ushajua kwamba naye. Umekubali kuachana naye? Mimi si tuende tukafanye mazingira yetu, nikae kwanza hivyo, lakini mimi habari ya huku hii tutaiongea, tuone hapa sielewi kama imeisha. Utaolewa na wewe mwenyewe ujue, yule kaolewa mke wa mtu ujue, utaolewa na wewe mwenyewe ujue. Icon usijifanye mbwishi kama fekoni ujue wewe. Kwa hiyo upo tayari na wewe ukaolewe bwana baba, hiyo imeisha. Mimi nikimkuta naye mimi namuumiza. Oya, katika harakati ambayo nishakutana nayo na changamoto ni leo. Sema inabidi tujue hali ya wale. Miki, hapa inabidi nikutume wewe ndo kaangalie, ujue mahali ya wale, yule jamaa inaendelea. Kwa sababu sio kama kaumia sana, lakini wale mwanangu anaweza wakatupa kesi nyingine. Kwa sababu Icon, kwanza mwanangu tukienda mbele tukirudi nyuma, huyu si ndo Icon, sina hata tukimtetea mwanangu, tunamtetea katika engo ipo. Unajua mwanangu kumtetea ni ngumu sana. Sawa, haina noma. Thank you so much guys. Tuendelee kuwasiliana tujue ili swali limefikia hapa. Bye bye.